Msikilizaji, karibu sana. Ni sehemu ya 49, sehemu ambayo tunakwenda kucheki hawa wazazi inakuwa vipi. Je, kuna uwezekano wote wa ukaribu uliopo kati ya Jayden na Stella kuwa pamoja baada ya changamoto ambazo Jayden anapitia, na Stella anatumia nafasi hiyo kuweza kukua karibu sana na Jayden, ikiwa ni kumpoza ama kumweka vizuri kihisia, kwa sababu pia ni baba wa mtoto. Kwa hiyo tulipoishia walikuwa, yani Jayden alikuwa yupo nyumbani kwa Stella, na Jayden aliona sasa wapata hata kinywaji pombe, yani wine walikuwa na kunywa ili kuweza kutuliza mambo fresh. Sasa wakati ambao Jayden anataka kuondoka, Stella akamwambia kwamba vipi, kwa nini leo usilale hapa? Hapo ndipo tulipoishia. Langu jina ni Lucas Lumbasi, mtayarishaji Aiton Tony. Okay? Sasa Jayden anaendelea kutuambia kwamba nikaendelea kumwangalia machoni tu, nikiwa kama naifyonza vema maana pana ya maneno aliyotoka kusema. Hayakuwa katika maana hiyo hiyo aliyotoa, kwa sababu mwanamke huyu akaanza kupitisha ukucha wa kidole chake kimoja kwenye ngozi ya ganja changu taratibu, huku akiniangalia kwa hisia sana. Bado sikuacha kumwangalia, na nikiwa nimemuelewa vizuri sana. Sikujua nitoe jibu la aina gani ili aelewe kwamba alichokuwa akielekea kunionyesha sasa hivi kilipingana kabisa na mawazo yangu, lakini hakunisubirisha ni aweke wazi. Stella akanyanyuka kabisa, kisha akaweka glasi yake mezani na kuja kusimama mbele yangu. Alafu sasa akanipandilia na kukaa katikati ya miguu yangu hapo hapo sofani tu. Nibaki kumtazama nikiwa nimekunja uso kimshangao sana, na akiwa amevalia tu t-shirt nyepesi. Mwili wake niliuhisi vyema sana kwangu. Na hapo sasa tukabaki kuangalia na machoni, baada ya mwanamke huyu kugeuza wakati huu uwe ni tofauti kabisa na jambo lolote nililotarajia. Of course, nilikuwa kwenye hali ambayo ni ya msisimko sana. Ni ule msisimko hasa kwa kutokutarajia Stella aje kwangu upesi namna hii. Na nadhani kileo kilimtia ujasiri mwingi sana kufanya jambo hili moja kwa moja. Na likionekana kuwa ni jambo lililocheza akilini mwake kwa muda mrefu sasa. Basi akiwa na kauzito fulani hivi mdomo amekaa tu, nikamwambia kwamba Stella, nilimuita kwa sauti ya kawaida tu, naye akaitika. Nikamuuliza kwamba unafanya nini Stella? Stella akabaki kunitazama kwa namna iliyoonyesha hamu nzito machoni mwake. Nikamwambia Stella, unajua kwamba akanikatisha akasema I can't take it anymore Jayden. Ainiambia hivyo, nikabaki nimetazama tu macho yake kwa hisia makini. Akaniambia kwamba nachukia kuona una huzuni sana. Umepitia mengi magumu Jayden, najua. Nataka sana niwe chanzo kikuu cha faraja kwako. Basi akaniambia hivyo kwa sauti nyororo. Aliongea taratibu kweli kweli, yani kama vile anadeka kwangu. Yani nami nikakosa hata cha kusema na kutazama pembeni. Akakishika kidevu changu na kunitazamisha kwake tena, na akasema kwamba nakuomba niruhusu. Nikamwambia kwamba Stella, you are not thinking straight. Hatuko kwenye position yoyote. Akasema hatuko. Akanikatisha, nikabaki kumwangalia tu. Akaongea kwamba umetumia wingi. Unamaanisha hiki ni kitu unachotaka pia, si ndio? Aliongea hivyo sasa kitabasamu kiasi. Nikafumba macho na kutikisa kichwa kimasikitiko. Nami nikamwambia kwamba pombe na kuchanganya Stella. Mshuka bwana Stella. Sioni hili likielekea pazuri. Mimi niko hapa kwa ajili ya Eve. Ninataka ibaki kwa hivyo. Basi Stella akaangalia chini, yani kuelekea katikati ya sehemu aliyokuwa amekaa. Na akaniangalia usoni tena na kusema kwamba unadanganya. Nikasema Stella. Stella akasema you want me Jayden, kubali, you want this. Alisema hivyo. Sasa alianza kufanya tu mambo yake hapo ukorofi. Mdo sasa amenikalia, na hizi sasa mimi kama inaongezea steam zaidi. Nikasema kwamba usiponisikiliza nitatumia nguvu Stella. Nahitaji kuondoka, au sio wakati wake. Basi alikatisha maneno yangu kwa kunishika usoni na kuanza kunichumu. Aliposema nadanganya hakuwa amekosea, kwa sababu aliona kile ambacho namwambia kilipingana na kile ambacho mwili wangu ulionyesha. Na sasa akiwa ameanza kunichumu namna hiyo, akiwa wazi zaidi kwamba ni kama niliamshwa naye vile. Basi alinichumu taratibu, akaendelea tu kunifanyia utalii kichwani na kuendelea kunyonga fulani hivi mwili wake. Nami nikamshika shingoni na kumtoa mdomoni kwangu kwanza. Hapo tulikuwa sasa tunaangaliana kwa karibu sana. Niliweza kuona njia yake kwangu. Macho yake yalionyesha dhahiri hamu na tamaa kali kunielekea. Nikamwambia Stella, umelewa. Stella akasema kwamba hata wewe pia umelewa. Msikilizaji, hata sielewi ni kwa nini wakati huu nilikuwa mpole sana kwa Stella. Ni kama kani yote ya upinzani kumwelekea ilikuwa imenitoka. Nikamuuliza kwamba ulikuwa unanilewesha makusudi ili nibaki, si ndio? Akatikisa kichwa taratibu kukubali. Hata kuogopa. Nikamwambia kwamba
You're such a bad girl. Nikamwambia hivyo kwa sauti ya chini. Stella akarudisha nywele zake nyuma ya sikio na kusema kwamba I know. Kisha akanifuata tena na kuanza kunichoma. Unajua bwana, steam zilipanda. Unajua nikumbuka vizuri sana jinsi ilivyokuwa kipindi hicho nimekutana naye na ile hali ya msisimko mkali wa kupasha kiporo cha msosi mtamu sana ambao sikuwa nimeula kwa muda mrefu, ili sasa ni ule sasa. Ili ushika mwili wangu kwa kasi ajabu na kunitaka ni utafune haswa. Lakini kadri ambavyo Stella aliendelea kunionyesha hamu yake, fikra zangu zikawa sasa zikinikumbusha kuwa jambo hili halikuwa sahihi. Mwili ulitaka nimshike na kumgeuza ili sasa nije juu yake na kufanya lolote nitakalojisikia, lakini moyo wangu ulipinga kabisa jambo hili kuendelea. Nguvu mpya aliyokuwa nayo Stella juu yangu haikueleweka ilitokea wapi, kwa sababu mimi nijitahidi hata kuepuka mdomo wake, lakini alipolazimisha kunichum zaidi, nikawa mimi nalegea tena na tena na kuanza kupokea sasa upendo wake kwa kuridhika kabisa. Of course sikuelewa. Ina maana nilikuwa namtaka Stella ama nilihisi ingekuwa nini kuichafua kumbukumbu ya Miriam endapo kama ningeruhusu hili lifanyike mapema namna hii. Mwanamke wangu akiwa amepitia kifo kibaya kwa sababu yangu, halafu eti sekunde mbili tu baadaye tayari niwe mikononi mwa mwanamke mwingine. Haikufaa. Nikajipa usawaziko zaidi na kumshika Stella kwa nguvu mikononi, naye akaacha kunichuma na kuniangalia usoni. Nikasema Stella, I can't. Akabaki kunitazama kimkazo tu. Nikamwambia kwa upole kwamba naomba uelewe. Stella akaondoa mkono mmoja kutoka kwangu na kunishika shingoni, lakini kautoa na kuanza kumuondoa juu yangu. Nikasema nahitaji kwenda. Basi Stella akakaa tena sofa na kuuliza kwamba kwa nini Jayden? Nilimwambia kwamba kwanza hata nilishindwa hata kumwambia. Akasema kwamba nahisi kabisa kwamba bado unanipenda Jayden. Kwa nini unanikataa? Nikamwangalia kiuthabiti zaidi. Nikasema kwamba nisingependa niongee kwa njia itakayokuumiza Stella. Lakini jua tu hilo unalofikiria sio kweli. Mimi na wewe haiwezekani tena Stella. No. Hilo unalosema ndio uongo Jayden. Maneno tu yanapingana na hisia zako. Basi mimi nilimtazama tu, akasema kwamba najua ni kwa sababu tu namfikiria Miriam. Ni kama ilivyokuwa kwa Aisha tu. Jayden, Miriam hakukufunga. Usisi ni kama. Nikamwambia Stella, ni heri usiendelee kuongea lolote tena kuhusu Miriam. Umeelewa usiendelee kuongea lolote kuhusu Miriam. Nilimkatisha kwa uthabiti. Sasa akabaki kunitazama kwa huzuni. Naomba ibaki tu hivyo, ibaki kwa hivyo sawa, na kuomba. Miriam sio Aisha. Miriam. Nikajikuta nashindwa kuendelea kuongea baada ya kutaja jina hilo la Miriam. Kumbukumbu yote ikaanza kunirejea kwa yaliyompata. Asa Stella akasema kwamba Miriam nini Jayden? Nilibaki nikiangalia pembeni tu. Stella akasema kwamba Jayden, Miriam hayupo tena. Hata kama unatakiwa tu uje kukubali hilo, lakini mimi niko hapa kwa ajili yako Jay. Basi Stella akaongea kwa kubembeleza na kunishika. Nika sasa mimi nimeingiwa na huzuni zaidi. Akaniambia kwamba niangalie Jay, hebu niangalie uone ninachohisi kwako. Kilikuwepo, hakikuwahi kuondoka. Akaniambia hivyo. Sasa nikamgeukia na kumtazama kwa makini. Yeye akiniangalia kwa hisia sana. Nami nikasema kwamba ulianza lini kuangalia tamthilia? Hayo maneno umeyapanga? Akanikatiza, akasema sikutani Jayden please. Basi akasisitiza kwa namna yenye udeko fulani hivi. Sasa mimi nikabaki nikamtazama tu usoni mwake. Stella akasema kwamba nataka tujenge kitu Jayden. Mimi, wewe, Eve. Hakuna sababu ya kutangatanga nje. Tunaweza kuwa familia yenye furaha kubwa sana tukiwa pamoja Jayden. Najua na maumivu. Naomba nipatie nafasi niapoze. Nipe nafasi nikuoneshe namna Basi alishia hapo na kuinamisha uso wake. Alijitahidi sana kuzuia hisia zake zote, maana alipenda kuwa mtu wa viwango. Lakini hapa pombe kichwani ilikuwa ikilazimisha hisia zake zitoke kamili. Stella alipendeza sana alipoonesha nia ya kutaka kitu, lakini bado mimi sikuwa na njia ya kumpa alichohitaji. Hasa kwa sababu kwa wakati huu mimi nilikuwa mbwa wa mwanamke mwingine. Nikiwa nataka kumwambia kwa mara nyingine tena kwamba isingewezekana mimi kuwa naye. Jicho langu likakamata mjongeo kutokea njia kuelekea vyumbani. Nami nikajitoa pesi mikononi mwa mwanamke huyo na kusimama kabisa. Basi Stella akaniita kwa kushangaa sema Jayden. Sauti ilisikia ikasema hey, nimerudi. Watu wanaongea. Maneno hayo alisemwa na Deborah, ambaye ndiye alikuwa akirejea sebuleni tena. Naye Stella akamgeukia. Deborah akasema kwamba sijachelewa sana, msiniambie waini imeisha. Deborah akasema hivyo akisogea karibu. Nikamwambia kwamba hapana ipo, ila ndio nilikuwa naaga. Basi Stella akanyanyuka na kusimama mbele yangu. Deborah akasema kwamba Eve, unaondoka? Naona ishakuwa usiku sana, si ungelala tu jamani eti. Deborah alisema hivyo.
Stella kanishika mkononi kusema kwamba Jaden please. Aliniomba hivyo sasa akiweka uso wa kusononeka. Nami nikageuza kiganja chake kwa kukishika na kusema kwamba nitakuja wakati mwingine usijali. Basi nilisema hivyo tu, huku sasa nikielewa maneno yake yalikuwa na maana pana zaidi. Naye Deborah akabaki kutuangalia kama anatusoma. Stella akanibembeleza akasema usondoke bwana. Nikiwa sasa namuonea huruma kiasi, nikafanya tu kumchum shavuni, kisha nikampungia mkono Deborah kuaga na kugeuka. Nikiondoka upesi bila kusubiri maneno mengine yaongezwe. Mimi sikujua nini kingebaki kuongelewa hapo, lakini niliona uamuzi niliofanya kuwa ni kama ulikuwa ni sahihi. Ni kweli. Unajua kuna vitu naona bado nilihisi kumuelekea Stella venye nguvu kiasi, lakini sasa mimi nisingempatia alichokitaka kutoka kwangu hata kama ingemvunja moyo. Angetakiwa tu kusonga mbele hivyo hivyo. Nilijijua kuwa ni hatari sana kwa maisha ya wanawake ambao hawa walioonyesha upendo kwangu mbali na familia yangu, kwa kuwa endapo kama ningemwachia Stella awe karibu na mimi zaidi, sijui tu nini kingefuata pale ambapo Beth angejua. Kwa hiyo nikalielekea tu gari langu, nikaingia na kuliondoa hapo. Geti sasa nikiwa nimelifungulia mimi mwenyewe huku sasa nikiwaondoa wanawake wale wawili pale mlangoni wamesimama kunisindikiza kwa macho. Ningehitaji kwenda kutafuta pumziko dogo kwanza kabla ya mengine kufuata kwa siku ya kesho ambayo unajua ingeanza kwa mambo mazito zaidi. So asubuhi kawadia. Niliamka kwenye mida ya saa 3 hivi asubuhi. Hapo sasa nyumbani kwangu, niliamka nikiwa nahisi maumivu ya kichwa kwa upande mmoja. Usiku huo nilikuja tu nilikuja tu hapa na kuingia kulala. Baada ya kutoka nikajimwagia kidogo, na sasa nikiwa nimeamka na hayo maumivu, sikuelewa alisababishwa na nini. Sijui pombe usiku, sijui mikazo tu. Kwa hivyo vile ingenibidi tu niapotezee maumivu haya, na nikiwa daktari nisingekosa dawa ndani kwa ajili ya tatizo kama hilo. Na tukiongelea issue daktari, msikilizaji, niliposhika simu yangu nikakuta watu kadhaa wakiwa wamenitafuta, na mmoja wapo alikuwa daktari wangu mkuu kwenye kitengo chetu. Alipiga mara kadhaa na kutuma ujumbe kwamba mkurugenzi wetu mkuu kwa masuala ya upasuaji alikuwa huko hospitali. Na nilijitahidi kufika upesi, nilihitajika mimi kufika upesi, haijalishi ni kwa wapi. Kwa kuwa sasa ujio wake akitokea Dodoma ulibeba mambo mazito waliohitaji madaktari wote tuwepo. Ulikuwa ni ujumbe mkali wa kunitaka nitende upesi na kuachana na mambo yote yaliyonifanya niwe mtovu wa nidhamu za hospitali. Lakini sasa mimi niliusoma kana kwamba ilikuwa ni habari tu ya gazeti. Haukunisumbua kwa lolote. Tena nikaachana naye kabisa na kuangalia jumbe ambazo mama alikuwa amenitumia. Mama alinitaka niende nyumbani. Alinisi niende hasa kwa kuwa Bi Jamila, Bi Zawadi na mzee walihitaji niende. Nilijua kwa upande wa mama zake wakubwa Miriam ilikuwa ni kweli, lakini kusema na mzee Manyaza alitaka niende, niliona kuwa ni uongo. Najua angesema hivyo ili tu kunifanya nihisi kwamba labda hali kwa upande wa mzee pia ilikuwa imetulia, lakini najua mpaka sasa angekuwa amekasirika, hasa kwa sababu yeye mwenyewe hakuwa amenitafuta. Kwa hiyo nikakaa nikijishauri nifanye nini. Na la kwanza nikaamua tu iwe kwenda kujisafisha upesi kisha nirejee kumpigia mama ili tuongee. Sasa ni wakati niko bafuni bwana kusafisha mwili, ndio nikarudiwa na kumbukumbu ya mambo yaliyotokea jana nyumbani kwake Stella. Haikuwa rahisi kuacha kumfikiria. Namaanisha hivi, nilitaka nisahau kabisa kile alichonifanyia jana, lakini bado akili ikaendelea tu kukiona. Ilikuwa ni kama matarajio fulani hivi yaliamshwa ndani yangu Stella aliposema kwamba ninaweza kujipa nafasi ya kuwa na furaha kwa kuunda familia pamoja naye na mtoto wetu. Lakini sasa mimi nilijua hayo matarajio yalitakiwa kuzimishwa kabisa. Mimi nisingempatia Stella chochote kile isipokuwa maumivu tu, hata kama ningejiruhusu vipi nimtake tena. Nisingemfanya Stella awe Miriam au Adelina au Joy na wengine ambao hata siwafahamu, Beth aliowaua ili tu kunionyesha kwamba hakutaka niwe na furaha. Na ndio nimemwaza tu Beth namna hiyo, nikawa nimekumbuka jambo hilo nitaka nifanye leo hii. Nikatoka bafuni na kujiweka vyema kimwili sasa nikikumbuka vizuri kwamba laini ile ingekuwa kwenye gari langu. Basi nami nikielekea nje kwanza kuifuata. Sikujua walitaka niweke muda gani na nifanye nini nikishaiweka kwenye simu. Kwa hiyo nikaamua tu kuiweka simuni na kuiacha hivyo. Ni lazima laini hiyo ingekuwa kwenye mfumo usioweza kugundulika kirahisi kwenye mitambo ya maskari na nini. Na labda Beth angetumia hii kuwasiliana nami moja kwa moja endapo kama si yule askari wake aliyemnunua, Idris. Kwa hiyo sasa nimefanikisha alichoniagiza kufanya. Nami nikarudi zangu ndani na kukaa kwa kutulia. Nikaanza kwa kunywa dawa ya kupunguza maumivu kichwani na kisha kutengeneza kahawa nyepesi. Nami nikakaa sofani na kuanza kuwajibu walionitafuta.
nikawatumia ujumbe wa kina Nuru, Mariam, Bizawadi, Ankia, Tesha na Simba nikiwaambia nilikuwa sawa tu nikitulia nyumbani. Kisha nikamtumia sasa Jasmine na mzee wangu ujumbe mfupi wa kuomba samahani kwa jana, nikiwaambia kwamba kuna mambo mazito yaliyosababisha mimi kutenda namna ile na ningeelezea baadaye sababu hizo. Wakanijibu vyema, wapendwa hao wakinipa pole kwa jana, wakinitaka niende nyumbani leo pesi. Na Jasmine pia akasema haina shida kabisa. Ni mzee ndiye ambaye hakunijibu. Nami sasa nikachukulia hakuwa ameuona ujumbe wangu bado. Ile sasa nimeshusha kahawa na kutaka kumpigia mama. Ujumbe ukaingia kwenye line ambao alikuwa amenipatia askari Idris. Nikaufungua kusoma na ilikuwa ni salamu fupi tu iliyohitaji nijibu. Sikujua ni nani, hivyo nikajibu salamu hiyo kwa ufupi pia. Ndipo ukaja ujumbe wa maelezo baada ya hapo. Nami sasa nikatambua bila shaka ulitoka kwa kibaraka fulani hivyo wa Betha, kama sio huyo askari. Ujumbe huo ulitoa agizo kwamba ninatakiwa kukaa mahali nilipo hapa nisitoke kwenda popote mpaka itakapofika muda ambao gari litakuja kunichukua. Na uliweka wazi kwamba sitakiwi kurudisha ujumbe, sitakiwi kuuliza chochote kile. Na ili kuwafanya sasa watambue nimeshausoma na kuolewa, basi nimpigie simu mama yangu. Nikatulia kwanza. Kwanza unajua nilitulia. Ina maana kumbe kila nilichofanya kuhusiana na simu yangu, mawasiliano na watu wote, kila nilichoangalia vyote Betha aliona. Kwa hivyo kwa kumpigia mama sasa hivi au nani, kuna watu wake ambao walikuwa standby kusikiliza maongezi, kufuatilia ningeenda wapi, nilifanya nini. Haikuwa jambo lenye kushangaza sana, lakini kusema eti kwamba ni wapi uhakikisho kwamba nimeuona ujumbe wao kwa kumpigia mama yangu, ilionyesha walitaka nione uzito wa jambo hili. Walikuwa wananikumbusha nisifanye janja yoyote kwa sababu hata mama yangu walikuwa wanamwangalia. Hawakusahau, I say. Sasa mimi sikuwa na namna msikilizaji. Nikaamua tu kutii. Nikampigia mama hapo naye akapokea. Kama kawaida mzazi wangu huyo akaanza kwa kunisemesha kwa namna yenye ukujali, lakini yote niliyokuwa nimepanga kuzungumza pamoja naye ikawa ni kama yamepotea. Nilibaki kuwaza tu kwamba kuna watu walitega masikio kusikiliza maongezi haya. Na mama alipoona niko kimya, akaamua kukata simu. Kisha akanipigia simu, akauliza na tatizo gani, mbona siongei? Nami ndio nikajifaragua sasa kidogo kwa kusema kwamba nilikosa tu sauti yake nzuri, ingawa bado shavu liliniuma kutokea jana. Sasa mama akaniambia kwamba niende nyumbani ili tuongee sasa hivi, asitake nilete masiara ya aina yoyote ile. Nami ikabidi tu sasa nimvumilie tu jamani. Kwa kusema nilikuwa mbali kidogo, hivyo kufika kwa sasa ingekuwa ni ngumu. Akasema nifanye juu chini niende huko kwa sababu pamoja na yote yaliyotokea jana, uwepo wangu ulikuwa ni muhimu sana. Na alitaka rekebisha hali nikiwa huko kwa sababu hakujisikia vizuri kuruhusu hisia zake zimuongoze anipige kofi mbele ya watu. Kwa hiyo mimi sikutaka maongezi marefu, hivyo nikamwambia tu asijali, ningejitahidi kufika huko leo. Sikujua hata kama hilo lingekuwa kweli, ila nilipotosha kunipatia nafasi ya kumwaga, tukaachiana hapo kwa njia iliyoonekana kuwa njema. So nilipomaliza kuongea naye na kutazama sehemu ya ujumbe, na mbele tayari ilikuwa imeshatuma ujumbe kwangu uliosema kwamba nimefanya vizuri. Sasa ningetakiwa kutulia hapa nyumbani mpaka gari likija kunichukua na nijiandae vizuri. Hakuwa umesema muda wa hayo yote kufanyika, na walipohisi nimemaliza kusoma, jumbe hizo zote zikajifuta. Nilihisi kuishiwa pause kabisa. Nami nikainamisha uso na kutikisa kichwa kwa kusikitika. Nilijiuliza vitu vingi sana. Sijui hawa watu walikuwa na satellite yao ama Betha angekuwa anatoa wapi hizi pesa kufanya hayo yote wakati biashara zake zile zilipigwa ukomo kipindi kile. Hivi kwenye mchezo ningewahi kuja kutoka kweli? Kwa nini Betha alitumia gharama zake kubwa kufanya haya yote kuhusiana na mimi? Ni kama hasira yake ilikolezwa zaidi na mimi kuwa baba wa mtoto aliye tumboni mwake, alafu ni mimi huyo tena ndiye ambaye nilimgeuka kipindi kile. Unajua nini, nilikuwa najaribu sana kuangalia kama kuna njia yoyote ningeweza kutumia ili kwa namna fulani hata hivi niweze kuyakomesha haya. Lakini ilionekana kuwa ngumu sana. Sikujua nini kingefanyika leo watu wakija kunichukua. Pamoja na yote, sikusahau lengo langu kubaliana na michezo yake kwamba lilikuwa ni nini hasa. Hivyo nikiwa mbwa awaye mimi, nikanyanyuka na kwenda chumbani kutafuta nguo ambazo zingefaa kuvaliwa kwa ajili ya safari hiyo nisioelewa ingeniacha wapi. Ilikuwa ni moja kati ya pindi zenye kutatiza sana kwangu msikilizaji, sana tu. Maisha yangu yalibadilika kuwa kama filamu kwa ajili ya burudani ya mtu mwingine aliyeona raha kuyachezea kwa gezo cha kulipa kisasi kwangu. Betha. Betha alikuwa na haki zote za kunitendea kwa ubaya aliojisikia kutaka kufanya.
Lakini ingefaa kama ubaya huo angekuwa ameufanya kwangu moja kwa moja na sio kuumiza wengine ili mimi tu. Yaani ila mimi tu ndo anumize, lakini sio kwa watu wengine. Lakini ni hapo ndio najua aliona panatiki zaidi. Alijua anajali sana watu. Ndio maana akaona apatumie hapo hapo kujali kwangu ndio iwe silaha yenye kuchoma isiyoisha makali dhidi yangu mimi mwenyewe. Niliendelea kukaa ndani kwangu kutokea hiyo asubuhi mpaka jioni. Yaani unajua nikaa kama mtu anayengojea huduma fulani hivi muhimu sana. Lakini ilikuwa inanipa ile hisia kama ya mwanafunzi anayesubiria kutandikwa na mwalimu wake, lakini mwalimu huyo akawa anachelewa kuleta hicho kipondo. Yaani kila mara ujumbe ulipoingia kwenye simu, mapigo ya moyo yalikuwa yanarukaruka. Yaani kufungua tu na kukuta ni mtu mwingine, ndio ningeweka simu pembeni na kujaribu kutafuta utulivu. So giza liliingia na mama alikuwa amenipigia tena mara chache, lakini sikupata namna ya kumjibu tena. Ilianza sasa kuonekana kuwa kama mchezo. Hivi Betha alivyonifanyia, kwanza nami nikahisi labda alifanya hivi ili aone kama nitatii kutokuondoka kabisa leo. Na sio kwamba eti angetuma mtu yote kuja kunifuata. Hilo likawa kinyume na uhalisia. Sasa imefika saa 3 usiku, hapo nikiwa nimekula mara moja tu ile mchana mpaka muda huu. Ndio kutokea nje ya geti la hii nyumba nikasikia sauti ya honi ya gari. Sasa wangesema tu kwamba lingefika usiku badala ya kunipanga nijiandae na nisubirie kutokea asubuhi mpaka muda huu. Basi nilihisi hasira. Na yale mavazi nilikuwa sasa nimeshavaa kwa masaa kadhaa, sasa nikaamua kutoka nao hivyo hivyo tu. Nikaelekea mpaka hapo nje na kukuta gari aina Prado TX jeusi likiwakawaka tu. Nakwambia kana kwamba yani nasubiriwa mkurugenzi, kumbe mtumwa. Nami nikalielekea na kufungua mlango wa mbele pembeni ya na siti ya dereva. Yani ni ile nimefungua tu nikakutana na sura mbili zikiwa zinanitazama kwa makini. Na huyu wa karibu na mimi akasema kwamba huku, akinionyesha kwa kidole kwamba nikakae nyuma. Hawakuwa na masiara hata kidogo. Na niliwatambua wale jamaa waliohusika kumbaka Adelina. Yaani wakiwa hapo hapo kabisa mbele yangu na mimi sikuweza kufanya lolote. Nilitatizika mno moyoni. Lakini sasa nikafunga tu huo mlango na kufungua nyuma na mimi nikaingia hapo na kukaa. Nikiwa peke yangu huko nyuma, wakaliondoa gari kutoka maeneo hayo na kushika barabara iliyoelekea pande za huko Kinondoni. Watu hawa bwana hawakuonekana kuwa kama majambazi wa namna hii au ile. Yaani walionekana tu kuwa ni wabobevu sana wa kazi zao. Yaani maprofessionals, unajua sasa mimi nilifanya nifikirie labda walikuwa kama kundi lililomilikiwa na mtu fulani ambaye alishirikiana kwa karibu na Betha kuficha utambuzi wao wote kwa pamoja. So safari hiyo iliyochukua muda wa kama saa zima hivi ikatufikisha kwenye jengo moja kubwa sana maeneo ya huko Moroko. Na hao jamaa walienda kuliegesha gari upande wa nyuma. Kisha tukashuka kwa pamoja. Niliwatazama kwa makini waliponitolea ishara kwa viganja kwamba niongozane nao. Nasi tukaanza kutembea kwenda huko ndani. Walikuwa wamevalia kitanashati sana wa jamaa, mili mirefu ya mazoezi, midevu hiyo. Mtu angedhani labda ni mabodyguard wangu kabisa. So tukaingia kwenye jengo hili nililotambua lilikuwa kama hotel na sehemu yenye kumbi nyingi za starehe. Wakanipeleka kwenye lifti. Moja kwa moja tukapanda mpaka ghorofa la 7 huko, kisha wakaanza kuniongoza kwenda sehemu za ndani. Huku sasa kwa sehemu yenye wazi kulikuwa na kumbi ya starehe pia. Na tulipoyapita makaunta na watu wakijistarehesha kwa wenye hela na nini, tukafuatwa na wahudumu na waliowasimamishwa wanaume hao na kuzungumza nao kwa kifupi. Kwa sababu ya muonekano wangu mzuri, kuna baadhi ya wanawake hapo maeneo hayo walioanza kunifuata na wengine kuniita kwa ishara. Lakini sasa mimi nikawapuuzia kabisa na kubaki makini na wanaume hao wawili. Mmoja wao sasa akaniambia kwamba nimfuate mwenzake. Na huyo mwenzake akaanza tu kuelekea mbele zaidi. Hivyo mimi nikatii na kufuata nyuma yake. Sikujua ni kwa nini huyo mwanaume, sikujua ni kwa nini huyo mwingine alibaki. Huyo wa mbele yangu akaniongoza mpaka tulipoifikia milango miwili mipana hivi ya vioo venye rangi nyekundu. Na hapo sasa kulikuwa na bouncer amesimama huko sasa akiniangalia kwa makini sana. Kisha akatumia kadi ya kielektroniki kufungua milango hiyo na kumruhusu huyo jamaa aliyenileta aingie. Walijuana bila shaka. Asa jamaa akafungua mlango mmoja kati ya hiyo na kunipisha. Nitangulie kuingia. Nami nikatii hilo. Nilipoingia nikakutana na mazingira ninayoweza kusema kwamba alikuwa mekundu. Chumba kilikuwa maridadi kwa vitu kama masofa, kitanda, baa ya vinywaji, urembo mbalimbali hapa na kule, na milango mingine miwili iliyoelekea nisikokujua hata ilionekana ni kwa pande mbili tofauti. Karibia kila kitu kilionekana kuwa chekundu. Mwanga uliokuwemo humo ulikuwa ni mwekundu ti. Na umakini wangu ukawa sasa kwenye moja masofa yaliyokuwepo. Hapo aliketi mwanamke niliyemtarajia. Nani? Madam Betha mwenyewe. Yes, Madam Betha mwenyewe alikuwa ametulia hapo. Huku sasa pembeni yake akiwa ameketi pia
pamoja na mwanamke kijana hivi niliyemtambua haraka sana, Tamia. Mnamkumbuka Tamia? Yes, dogo lake Betha hili. Mjomba wake pia alikuwepo akikaa upande mwingine wa sehemu hiyo hiyo mbele ya wanawake hao. Watatu hao bwana walikaa kwa namna ya kujiachia, wakionekana kustareka sana. Sasa huyu Tamia alivalia gauni fulani hivi chenye kubana cha kijani kilichoonyesha umbo lake zuri sana. Mjomba wao alivalia kaushi nyeupe tu kwa juu na suruali ya jeans, mwili wake uliojengeka ukionekana vyema. Na Betha alikuwa amevalia kinguo fulani hivi kilaini sana kama hiki cha kulalia tu. Kilikuwa ni cheupe, kilichokuwa kama kanzu hivi iliyoonyesha alivyovaa kwa ndani. Sasa mwanga mwekundu ungefanya ionekane ni kama nguo, na ngozi zao zilikuwa nyekundu pia. Walizungukwa na watu wengine ndani ya chumba hiki, wanaume na wanawake wenye michoro mingi ya tattoo mwilini, waliokunywa na kustareheka kwa kufanya mapenzi waziwazi, yani bila haya yoyote yani. Na wengine wa wanaume hao walikuwa wale waliomfanyia Betha kazi. Yani ilikuwa ni kama party fulani hivi yani, ingawa kwa njia sio na kelele wala fujo. Harufu za sigara, shisha zilihisika. Na watatu wale hawakuwa wakitazama upande wangu hata kidogo, ingawa naelewa walijua kwamba nimeingia hapo. Nikiwa bado sasa natazama mazingira hayo, nikasukumwa kidogo mgongoni na yule bouncer, akiwa sasa ananipa mwelekezo kuwa niendelee kutembea. Mimi nikanapiga tu taratibu tu nikimkaribia Betha, na macho yangu akiwa sasa kwake tu. Aliponiangalia yeye pia akatuliza macho yake kwangu mimi hadi nilipokaribia sehemu aliyokuwa amekaa, nami sasa nikasimama kwa utulivu. Betha sasa, yani Betha, mjomba wake pamoja na Tamia, wote sasa wakawa wananiangalia kwa makini. Na mwanaume aliyenileta akasogea mpaka nyuma ya sofa ambalo kwa amekalia madam na kusimama kiulinzi. Sikujua nifanye nini, maana waliendelea tu kuniangalia kana kwamba yani walisubiria nitende kitu fulani hivi. Ndipo mjomba wake Betha akatumia ishara ya kidole kuniambia nisogee karibu na kukaa alipokuwa amekaa yeye. Nibaki nikimtazama kwa makini sana, kwa sababu nirudiwa na kumbukumbu ya jinsi alivyotumika kumuumiza sana Miriam. Alipoona sitikii mwito wake upesi, akachukua kitu kama kizibo hivi cha chupa ya kileo kikali na kuniponda nacho kwa nguvu usoni. Sasa nami nikainamisha uso kwanza, nikamwangalia tena kukuta ananitazama kiukali. Sasa Tamia akicheka na kumlalia Betha begani, na ambaye aliendelea tu kunitazama kwa njia makini. Nikaona anyway isiyo shida, nikasogea kwa kuipita meza pana chini hapo iliyokuwa imejaa pombe, sigara na madawa kulevya. Moja kwa moja nikafika sehemu aliyokaa mjomba na kujisimamisha hapo. Kwa hiyo akanishika mkono na kumvuta kwa nguvu, kitu sasa kilichofanya nilazimike kukaa pembeni yake kwa kishindo. Naye akapitisha mkono wake begani kwangu na kunibana kwa ukaribu kana kwamba tulikuwa marafiki kabisa. Mjomba akasema kwamba handsome huyo amefika. Mjomba akasema hivyo tena nini ile kwa njia fulani hivi changamfu. Basi bwana, walio kuwepo hapo akacheka ama kutabasamu kutokana na maneno yake. Kulikuwa na mwanamke mwenye nywele fupi hivi na mwenye tattoo nyingi shingoni aliyekuwa ameketi pembeni yake. Alikuwa na lishepu hilo lilionekana kutumika kumshibisha mjomba, akiwa sasa ananiangalia kwa umakini, sasa akivuta shisha. Nikiwa najisikia vibaya sana moyoni kutokana na hayo yote, nikamtazama Betha pale alipokuwa amekaa. Mwanamke huyo akaniangalia kwa makini kiasi. Mjomba akasema kwamba yani wang'aa. B, ulichagua baby daddy mzuri sana. Mjomba alisema hivyo. Tamia akasema kwamba yule ndio ana akili za kifala tu huyo. Mjomba akaambia Tamia kwamba hey, wow, hasira za nini bwana? Au yaweke pembeni bwana. We are here to enjoy time. Acha kusuck bwana. Mjomba akaambia hivyo Tamia. Tamia akanywa kileo na kusema kwamba wala mimi sina hasira anko. Tena nimefurahi sana kumuona akiwa na huzuni. Basi mimi nikaangalia chini. Mjomba akacheka, akasema wewe, hey, vipi kijana? Mambo yako good? Mjomba akaniuliza hivyo. Sasa mimi nikabaki kama nilivyokuwa tu. Akaniuliza kwamba nilidhani labda hii atmosphere ingekuwa nzuri sana kukuleta. I mean, ona mambo safi yani, Mbona long face sasa? Akaniuliza hivyo sasa akinionyeshia watu waliofanya mapenzi. Nikatazama pembeni kabisa, akaniachia kusema kwamba forgive me. Umefika baada ya safari ndefu so najua utakuwa na kiu. Lazima uwe na kiu. Au Tamia akasema kwamba apewe maji anywe. Tamia akasema hivyo huku sasa akiweka kileo chake pembeni. Mjomba akaniambia kwamba maji. No. Au kuna kinywaji beta? Hey Jesse, vuta cocktail hapo basi usiuze kwa. Mjomba akaniambia hivyo. Nikamwangalia usoni, sijui faida ya kufanya hivi kwa wakati huu ilikuwa ni nini huyu mtu. Yaani faida gani?
Ni nini yani? Kunitendea kwa njia hii ya kirafiki kama vile yani kunikejeli. Na hisi ilikuwa namna yao tu ya kutaka kuona kwamba ningetendaje labda. Ile ya mimi kuwa mbwa na kufuata kila kitu ambacho wao walitaka kuona nikifanya. Na huyu mwanaume alikuwa ameanza kunitia hasira sana, hasa kudiriki kunigusa namna hii na kuongea na mimi kama vile mimi yani ni nyashi lake yani. Lakini bado nisingeweza kuweka ubishi. Akaivuta glasi ya kopo yenye vinywaji ambavyo vilivyochanganywa, huku akisema kwamba chukua rafiki yangu, umekuja kama mgeni mwalikwa kwa hiyo tutafanya tu na toast kabisa. Toast aliongea kwa sifa. Nikiona pombe imemkoroga pia kichwani, na Tamia akaonyesha ishara ya bega kukataa ombi lake. Huyo dada alinichukia sana na hakuwa na ule uwezo wa kuficha hisia zake kama vile Betha alivyofanya. Sasa mjomba akaniambia shika. Nikaangalia chini na kutikisa kichwa kataa. Mjomba akasema kwamba nimesema shika bana, kunywa basi. Kila mtu anaenjoy hapa. Kwa nini na wewe usienjoy? Chukua. Akajaribu kunishawishi. Huu nafiki msikilizaji wa kipuuzi unajua ulinikera sana. Yaani nikawa mtulivu tu na kutokuipokea glasi hiyo. Akanishika mkono kwa nguvu. Na nilipomwangalia nikakuta ananitazama kwa njia yenye ukali kiasi. Na akasema kwamba shika. Nikaendelea kumtazama kwa makini pia. Mjomba akasema kwamba asikubembelezi na kuamuru shika. Akasema hivyo kwa uzito. Niliweza kuona wengine wakiniangalia kwa makini pia. Nami nikamtazama Betha usoni. Alikuwa amejikalisha tu kwa kuridhika kabisa. Yaani hata hakugusa kinywaji wala nini. Akiniangalia tu. Nikatumia mkono ambao mjomba wao alinishika kuipokea glasi hiyo ya kinywaji ili aweze kuniachia. Maana mapigo yangu ya moyo yalianza kudunda kwa kasi kutokana na hasira za yeye kunigusa kujijenga ndani yangu. Nikaleta glasi hiyo karibu na mdomo wangu, nikijaribu kunywa. Na wote hapo walikuwa wakinitazama kama vile mie ni tamasha. Sasa nikataka tu kunywa kilevi hicho kidogo na kuishusha glasi hiyo. Lakini kabla sijaishusha, mwanaume huyu akaipiga kwa kuinyanyua juu. Yaani akinilazimisha sana ninywe nyingi yani. Na hilo likasababisha inimwagikie usoni vibaya sana na kuniingilia puani kutokana na kutokutarajia. Asili nishtua sambamba na kupatwa na maumivu baada ya pua kuingiliwa na ukali wa kinywaji hicho. Nami sasa nikaanza kukohoa kwa nguvu sasa nikisikia sauti za vicheko hapo, hasa huyo Tamia. Sasa mjomba akacheka akasema kwamba handsome usiwe slow bwana. Watakiwa kuwa shuta mjini faster. Mjomba akaongea hivyo. Niliendelea kukohoa kwa nguvu na kusimama kabisa, nikitoa kitambaa changu kujivuta usoni. Nami nikabaki na hasira tu moyoni bila kuwa na lolote ambalo ningeweza kusema ama kufanya. Sasa Tamia akasema kwamba unamtia tu hasira hapo. Angalia sija akakudunda huyo. Mjomba akasema kweli? Tamia akasema mkali huyo. Umesahau alivyomwambia dada? Si ulisema alimwambia ile siku? Tamia akaongea hivyo. Mjomba akasema alisema vile eti niue. Betha niue. Usiponiua nitakuwa. Mjomba aliongea hivyo kwa kuipa sauti bezi nzito kejeli yani vile ambavyo mimi naongeaga. Tamia akacheka na kusema kwamba ndio ujue huko kwenye veg ya kutolewa meno sasa hivi. Anko. Ana mchezo mtu wetu huyo. Kwa nini kwanza umemwagia juice? Mjomba akaangalia upande wangu na kusema kwamba tafaidi sana akija kunitoa meno bwana. Jesse, tafadhali bwana, nakuomba uwashe moto wako kijana upendeza sana wewe ukiwa wewe yani. Hivyo haifai. Come on, show me some fire. Niliendelea tu kusimama hapo nikitazama chini, unyonge wangu ukionekana kuwapa wile hao raha zaidi. Basi Tamia akasema kwamba dada akashamfanya bichi wake, hakoromi tena. Nilimwambia siku ile kingekuja tu. Hey Jesse, upo? Tamia akasema hivyo huku sasa akipiga vidole vyake kunielekea. Nikamwangalia usoni kwa ufupi. Tamia akauliza kwamba hi, unanikumbuka? Tamia akauliza hivyo. Nikaacha kumwangalia. Tamia akasema kwamba huna jeuri tena na bado. Tamia aliniambia hivyo. Ilikuwa wazi kwangu kuwa nililetwa hapa leo ili kufanywa kituko kwa ajili ya burudisho tu la ndugu zake Betha. Na nilihisi bado kungekuwa na madhumuni mengine tu zaidi ya mimi kuwa hapa, zaidi tu ya kurushiwa kejeli hizo. Sasa mjomba akasema kwamba come on man, njoo kae basi, cocktail zipo za kumwaga hapa na kumwagiwa. Mjomba akaniambia hivyo na kuwafanya wengine wacheke. Mimi nikaendelea kutulia tu hapo. Akasema kwamba Jesse, acha kudeka bwana, mpaka uvunje mkono ndo usikilize ninachokuambia ama sipendi kurudia mara mbili bwana. Basi Betha akamkatisha mjomba kwa kusema kwamba hey, that's enough. Hatimaye madam akawa amenena.
Nikamwangalia na ni baada ya yeye kusema hivyo ndio mjomba mtu akatuliza mapepe na kumvuta mwanamke wake, huku wengine pia sasa wakiweka utulivu zaidi. Sauti za miguno, taswira na maneno mengi ya kimaaba yalitawala pembezoni mwa sehemu hiyo kutoka kwa watu waliokuwemo, lakini akili yangu sasa ikiwa imekazia fikra zaidi kwa mwanamke huyo. Ingawa ni kama vile yeye pekee ndiye aliyekuwa hapo. Alianza kujisawazisha na kuketi vyema zaidi kwenye sofa lake akiwa ananiangalia, naye akapiga ganja chake sofani hapo kunipa ishara kwamba niende kukaa karibu yake. Mimi sikuitikia upesi jambo hilo, na lilinisumbua kwa sababu sikuelewa alitaka niende karibu yake kufanya nini. Yaani huo muda wote alikuwa ametulia tu, ni kama ni kuna jambo alikuwa anatafakari kuhusu mimi, ama ni kama aliwaacha ndugu zake waniandame ili tu kupima kitu fulani kwangu. Alafu sasa hivi ndio ikawa zamu yake sasa kunivaa pia ama. Lakini sikuchukua muda mrefu kuitikia mwito wake. Hapo sasa nikamwelekea mwanamke huyo aliyekuwa kama malkia kwa sehemu hiyo eti, nami nikaketi kwenye sofa lake pembeni zaidi. Kutoka nilipokaa yeye angekuwa katikati yangu mimi na Tamia. Na mwanamke huyo kijana aliniangalia kwa njia yenye dharau nyingi sana. Beth alikuwa akinitazama kwa makini na mimi nikaacha kumwangalia na kutazama pembeni tu. Ningeweza kuona mjongeo wa mwili wake kama vile alikuwa akijisogeza karibu zaidi na mimi kwa kusudi. Kisha nikahisi ganja chake kilipogusa mkono wangu taratibu sana. Msisimko mwingi uliniingia, na haukuwa ule ambao ningeweza kusema ni mzuri. Zilikuwa ni hisia nyingi sana zilizovurugika ndani yangu baada ya Betha kunigusa namna hiyo. Na kama ni nzito zaidi na nilioendelea kuitambua ilikuwa ni hasira. Mapigo yangu ya moyo yalidunda kwa kasi zaidi, nikihisi kutaka niutoe mkono wangu hapo kwa nguvu sana, lakini nikajikaza kwa kunja ngumi kwa chini kwa mkono wangu mwingine. Basi Betha akaniuliza kwamba vipi, unaendeleaje? Swali hilo lilitoka kwa Betha likisikika kwa sauti yake niliyoitambua kuwa yenye kujali, na nikamtazama machoni kuona ikiwa kweli aliniuliza hivyo kwa kumaanisha. Na ndio aliniangalia sasa kwa namna iliyoonyesha kujali, lakini nini? Nisingeweza kufikiria hata kidogo kwamba mwanamke huyu angekuwa ananijali mimi, yani hata kidogo nisingeweza. Baada ya mambo yote mabaya aliyokuwa amenionyesha kuweza kunifanyia na kuendelea kuyafanya, dhumuni lake kunifikia kwa namna hii ya upole lilikuwa ni nini hasa? Na mimi sikutoa jibu na kuendelea tu kumwangalia tu. Naye akasema kwamba namaanisha afya yako iko vizuri sasa hivi. Basi zamu hii alionekana kuhitaji jibu, nami sasa nikatikisa kichwa kubali na kusema kwamba ndio. Beth akauliza vipi, unakula? Nikajibu ndio. Beth akasema okay, naomba wasamee Uncle na Tamia. JC wamefurahi tu kukuona. Beth akaniambia hivyo. Kauli hiyo ilitoka kejeli kiasi, naye Tamia akacheka na kusema ya kwamba sana nimefurahi sana. Beth akamkatiza akasema wewe, mambo alikwendaje juzi? Beth akamkatisha kwa kuniuliza hivyo. Sasa mimi nikamwangalia machoni nikiwa nimeelewa alimaanisha inshu ile na maskari. Nami nikamwambia kwamba ilikwenda sawa. Akauliza sawa kiaje yani? Nikamwambia kwamba nilifanya vile ulivyoniagiza kupitia Idris. Basi mimi nimwambia hivyo. Akauliza tena kwamba good. Kwa hiyo jina langu halikutajwa kabisa, si ndio? Nikatikisa kichwa kubali. Beth akauliza tena kwamba okay, na la mdogo wangu labda? Msikilizaji, naelewa alikuwa anajua kila kitu, lakini kumpa majibu aliyoyataka ilikuwa ni lazima ili tu aridhike. Hivyo nikatikisa kichwa kubali. Wengine wakaendelea tu sasa kutazama. Betha akatelezesha kiganja chake hadi kukishika cha kwangu, naye akasema kwamba sio hivyo JC, hamna haja ya kuwa kama mgeni kwangu tena, umesikia? Aliniongelesha kwa njia yenye kubembeleza, nami nikamwangalia akasema kwamba umejitahidi kufuata vitu vyepesi nilivyokupa ufanye tokea Miriam apate ajali. Basi nikainamisha uso na kufumba macho. Akaniuliza kwamba na hilo limethibitisha kwamba uko tayari kufanya hata magumu pia kwa ajili yangu, si ndio au haiko hivyo? Beth akaniuliza hivyo. Nikafumbua macho na kutikisa kichwa kanusha. Akasema kwamba sijaelewa. Nikamwangalia kusema kwamba ndio, niko tayari kufanya kile unachotaka. Ndivyo nilivyokuahidi. Beth akatabasamu kiasi na kumwangalia mjomba wake. Nami nikamwangalia pia na kuona kitabasamu kwa njia yenye hila hivi. Basi Tamia akasema kwamba umekuwa kapole. Umekuwa kapole kweli sasa hivi. Tamia alisema hivyo sasa akijilaza sofani. Beth akanitazama kisha akasema kwamba okay, usiogope JC, sawa mimi sio shetani, sawa yeah, I mean I did what was necessary kukuonesha namna ulivyoniumiza, na sasa hivi umeelewa, si ndio
Nikiwa namwangalia nikatikisa kichwa kubali. Akasema kwamba najua unataka niache kuwa kwenye maisha yako, maana lazima tu uwe unaniona kama ndoto mbaya sana. Basi alisema hivyo. Baada ya kusema hivyo, nikaangalia chini kwanza, nikiwa naelewa kwamba bado alikuwa akitafuta kitu fulani hivi ili aridhishe haja zake ambazo najua hazikuwa zimemtosha. Nami nikamwambia kwamba hapana, yalikuwa ni makosa yangu, nimestahili kila kitu ulicho. Nikajikuta naishia hapo tu msikilizaji. Naye akaikaza zaidi ganja changu na kusema kwamba it's okay, usijali. Nataka tu uache kuogopa Jesse, umesikia? Kama itakufanya usiendelee kuogopa, nataka nikwambie kwamba niko tayari kukusamehe. Unajua msikilizaji, nilimwangalia tu usoni, yani kwamba yuko tayari kunisamehe. Akasema kwamba nitakusamehe na sitaigusa familia yako kabisa, sitawasumbua. Nikaendelea kumtazama tu kwa njia yenye subira. Akanihakikishia kwa kusema kwamba I mean it. Basi nikakitoa ganja changu kutoka kwenye chake na kumgeukia vizuri zaidi. Nami nikamwambia kwamba tafadhali, niambie nifanye nini Betha? Nitafanya unachotaka. Ila nakuomba tu familia yangu. Betha akasema I know Jesse, relax, kuwa na amani. Umesikia kuwa na amani. Yaani mimi sina haja ya kumuumiza mtu kwa makosa yako. Which by the way nataka kuyafuta. Ila nitahitaji ufanye jambo moja ili nikuache. Nami nikamjibu kwamba niko tayari Betha. Msikilizaji, yani nilijivika ule uumbwa aliokuwa akitaka kuuona kutoka kwangu. Nikijitoa kumpa chochote alichokitaka kwangu, madam ingenihakikishia usalama wa watu wangu niliowapenda. Basi mjomba akasema kwamba usiwe faster sana kubali bwana. Akikwambia ukapigwe palange na genge la watu 5 je? Mjomba alisema hivyo. Basi Tamia baada ya kusikia hivyo akacheka. Alicheka kwa nguvu na kupiga kofi viganjani. Nikiwa sasa nimeelewa pia kwamba alimrejelea Adelina kwa kusema hivyo. Naye Beth akasema kwamba usifanye hivyo anko. Basi mjomba wake huyo mwenye upendo mwingi sana kwa wanawake hawa akasema kwamba ni masiara tu bwana. Nisije kufanya ugope wakati umeanza kurelax. Endelea bwana. Basi Beth akaniangalia kusema kwamba umenifurahisha sana. Sikutegemea ungekuwa unajua kuwa humble. Nilikuzoea tofauti. Kwa hiyo ninataka vitu viwili tu kutoka kwako ili nikupe unachotaka pia. Beth aliongea hivyo. Sasa mimi baada ya kumsikia akisema hivyo, unajua kwanza aliongea kwa namna nyepesi, lakini najua lazima mambo hayo yangekuwa mazito mno. Lakini tayari nilikuwa nimeshakubali kuyapokea. Hivyo nikatikisa kichwa kuafikiana naye. Beth akasema kwamba kwanza nataka urudi kuwa kama jinsi nilivyokuzoea kipindi kile. Yaani namtaka Jesse wangu arudi. Sio huyo mwoga tu aliye mbele yangu. Ila yule mwanaume alinifanya mpaka mimi nikasalimu amri. Sijui unanielewa Jaden? Maneno yake yalieleweka, lakini sikujua kwa sababu ipi alitaka niwe hivyo. Nikaisha kumwangalia tu. Beth akasema kwamba alafu nimeshachoka kuishi huku kama vile nimekufa. Nataka kuwa huru zaidi. Kwa hiyo Jesse, nitaondoka, ninaenda nje ya nchi mahali ambako nitajaribu kuzifuta kumbukumbu zote za mabaya ulionifanyia na niliyokufanyia. Alisema hivyo. Utulivu wangu nikauendeleza. Nikisubiri sasa kusikia alichodhamiria kusema. Beth akasema kwamba nataka nikaanza upya. Sio kwa ajili yangu, kwa ajili ya mwanangu mtarajiwa, mtoto wetu Jesse. Kwa hiyo jambo la pili nalotaka kutoka kwako ni wewe kuja na mimi. Alisema hivyo. Tamia alikuwa amejilegeza sofani hapo kwa kustarehe tu. Lakini ghafla akajinyanyua kana kwamba alikurupuka. Nilimwangalia na kukuta akimtazama Beth kwa njia fulani vya maswali. Na hata mimi vile vile nikarudi kumwangalia Beth kimaswali. Beth akasema kwamba nataka uje na mimi Jesse. Tuachane na mambo mengine yote. Basi Tamia akamuita dada yake akisema kwamba dada. Beth akasema kwamba mimi na wewe. Basi Tamia akasema kwamba Beth, unasema nini? You can be serious. Beth akastopishwa kwa mjomba kumuita akisema kwamba Tamia. Mjomba mtu akamzuia mwanamke huyo kwa kumnyoshia kidole kwamba akae kimya. Sasa Tamia akabaki kutuangalia kimkazo, ikiwa wazi kwamba hakuamini kile ambacho dada yake alikuwa anafanya. Mimi mwenyewe kwa kweli hata nilichanganyikiwa. Nibaki nikimtazama Beth kama vile sijamuelewa, lakini uso wake ulionyesha maana ambayo ilieleweka vyema sana kwangu. Mwanamke huyu baada ya kunifanyia yale mabaya yote mpaka muda huu, alikuwa akiniomba niondoke pamoja naye kwenda kuanza maisha mapya kwa ajili ya mtoto wetu. Na ndio jambo ambalo lingefanya asitishe kuiandama familia yangu kwa vitisho vya kufanya alivyowafanyia wapendwa wangu wengine. Hilo ndio jambo ambalo lingeondoa mchezo huu mbovu uliokuwa umeingia kwenye maisha yangu. Ningefanya nini?
Ningefanya nini? So nikabaki nimemtazama Betha usoni. Utadhani hata sikuwa nimeelewa alichotoka kusema. Akaniangalia kwa njia yenye msisitizo na kuuliza kwamba well. Nikaacha kumtazama. Alichokuwa ametoka kusema kiliniacha njia panda. Akasema kwamba Jesse, I don't like to be left hanging. I don't like. Alisema hivyo, nikamwangalia upesi na kusema kwamba samani, sijakuelewa vizuri. Akauliza kwamba nini ambacho hujaelewa. Nikamuuliza kwamba umesema kwamba unaenda nje ya nchi. Yaani unataka nije na wewe nje ya nchi? Betha akafumba macho na kutikisa kichwa kubali. Niliweza kumwona Tammy akimwangalia dada yake kwa njia yenye hasira, nami nikamwambia Betha kwamba mimi sijawahi. Betha akasema usijali kuhusu hayo. Basi alisema hivyo, nikabaki kumwangalia tu kwa makini. Akasema kwamba nataka tu niambie kama utakuja na mimi au kama utaki. Nilimwangalia sana nikiwa naona sasa najaribu kufanya ionekane ni kama vile yani nina uchaguzi kwenye jambo hilo, wakati nilielewa fika kwamba hapa nilikuwa nalazimishwa. So akapindisha shingo yake kiasi na kusema kwamba vipi, unataka nikushawishi? Naweza kufanya hivyo. Nikaelewa maneno yake kwa upana, akiwa anamaanisha angeweza kufanya jambo lingine baya. Ili kunishawishi nikubali. Yaani ili kunishawishi nikubali ombi lake kumfanya aweze kunisamehe. Na kiukweli hapa nilianza kutambua kwamba Betha alikuwa na aina fulani vya ugonjwa wa akili. Yaani ule ambao unakuwa ndani ya hisia zaidi zinazompelekea mtu mwenye utimamu mzuri kulazimisha mambo yaende kwa namna anavyotaka hata kama ikiwagharimu sana wengine. Na anakuwa anajiona yuko sahihi kabisa. Betha alikuwa ametoweka kiutimamu kabisa. Sasa alikuwa amebaki mnyama tu ndani yake. Nikamtikisia kichwa kukanusha ushauri wake wa kunishawishi. Naye akanishika shingoni kabisa na kuuliza kwamba kwa hiyo hainaangalia kwa njia iliyojaa matumaini eti. Nami nikatikisa kichwa kumuoneshia kwamba nimekubali hicho nitaka nifanye. Basi akatabasamu kwa furaha sana na kumwangalia mjomba wake, na akasema kwamba anko. Mjomba wake akasema kwamba nilikwambia. Mjomba wake akasema hivyo sasa, akinyanyua glasi tu chenye pombe kumwelekea Betha. Sijui alikuwa amepanga nini, lakini inaonekana hawakumuhusisha Tammy kwenye mambo hayo. Mwanamke huyo akanyanyuka na kuondoka hapo kwa njia iliyoonyesha hasira. Naye Betha akamsindikiza kwa macho mpaka Tammy alipoingia kwenye mlango mwingine ndani ya chumba hicho. Asa mjomba wake akacheka kidogo na kumvutia yule mwanamke kwake, akianza kumchezea kimaaba bila aibu. Nikamwangalia tena Betha. Betha kaniangalia na kusema kwamba she is too much spoiled. Hawezi kuelewa mambo ya wakubwa. Alimaanisha Tammy. Nami sasa nikabaki kumwangalia kwa makini. Betha akamwonyesha ishara ya kichwa bouncer mmoja wapo hapo kama kumuelekeza aondoke. Na nilipomwangalia sasa nikamkumbuka huyo jamaa kuwa ndiye yule mweupe aliyekuepo siku ile wametuteka pamoja na Miriam. Yule mwenye muonekano mzuri usoni. Akaanza kuelekea upande wa chumba alichoingia Tammy. Nikamwangalia na kumuona anavua nguo alizovaa kabla hata hajaingia humo kwenye hicho chumba. Naye akaingia akiwa uchi kabisa. Sijui alitumwa aende kutuliza hasira za mdogo mtu kwa kumpa mhogo. Nikamwangalia tena Betha, naye akasema kwamba you made me happy, Jesse, na kuahidi hautajutia kuja kuanza nami maisha. Nikatazama chini nikiwa siamini mambo haya hata kidogo. Akaniuliza ya kwamba vipi, nimekuchanganya? Nikamwangalia na kutikisa kichwa ukataa. Akasema sawa. Basi alisema hivyo na kuanza kupitisha ganja chake chenye kucha ndefu kifuani kwangu mpaka usoni tena. Akinitomasa fulani hivi na akasema kwamba uanze kujiandaa haraka. Tunaondoka Jumamosi. Basi mimi nikamwangalia kwa makini. Jumamosi? Yaani kesho kutwa? Akatikisa nyusi kukubali. Nikasema Betha, mbona kama? Nikaishia hapo baada ya Yesa kuniangalia kwa namna fulani hivi niliyoelewa alikuwa hapendezwi na uonyesho wangu wa kutaka kupinga. Nikakishika ganja chake na kusema kwamba madam, bado kuna mambo mengi nilikuwa nataka kuyaweka sawa. Bado kuna misiba, ndugu zangu, marafiki, kazi. Yaani itachukua muda kuyaweka yote hayo sawa, alafu ndo nitaweza kwenda pamoja na wewe. Alikuwa akinitazama tu. Alikuwa akitazama ganja chake kilichoshikwa kwa cha kwangu, nami nikakiondoa taratibu. Alafu pia nina wagonjwa bado. Wagonjwa ambao wanahitaji tiba kutoka kwangu. Na hata masuala yote ya passport na nini, yani mambo yatakuwa ni mengi kabla ya kuondoka. Sasa siku moja haitatosha, lakini nitajitahidi kuharakisha na kuweka kila kitu sawa kwanza. Basi mimi nijaribu kumshawishi. Yaani nilikuwa naongea kwa unyenyekevu msikilizaji. Yaani utadhani kwamba mimi nizungumza na rafiki, lakini moyoni nilitaabika sana. Betha akaniangalia machoni na akasema kwamba Jumamosi. Nikabaki kumtazama tu kwa kutatizika. Akaniambia kwamba fanya yote unayofanya. Fanya yote unayotaka kufanya. Jumamosi tunaondoka. Akaniambia hivyo kwa makini. Nilikosa raha kabisa.
akajitoa karibu na mimi na kusogea kuelekea meza ya hapo chini, akiniacha sasa nimefumba macho kwa kuhisi mvurugo wa hali ya juu moyoni. Yaani kuna kitu kilikuwa kikinitaka hata ninyanyuke, nimshike mwanamke huyu, nimkabe mpaka atapike koo yote. Lakini nikaishia kumwangalia kwa hisia kali na kukunja ngumi tu. Kuvumilia haya yote haikuwa rahisi ya msikilizaji. Sijui tu alitaka nini zaidi yani. Akiwa amenyoosha mkono wake hapo kwenye meza, akavuta glasi yenye kinywaji kikali na kutaka kunywa. Lakini nikanyanyuka upesi sana na kuwahi mkono wake kabla hajanywa. Hili limshtua na wengine pia wakashtuka. Jambo lilofanya sasa wanaume wake wawili waliokuwa wamesimama pembeni wazitoe bastola zao kiunoni na kuzielekeza kwangu, huku sasa wakisogelea. Beth akabaki kunitazama kimaswali tu. Nami hapo sasa nikiwa nimeushika mkono wake bado, nikaingiwa na wasiwasi kiasi kwa kutambua kwamba wote walinielewa vibaya. Sauti ya mjomba ikifoka akisema kwamba what do you think you are doing? Sauti ya mjomba ilisikika hivyo. Ilisikika tena nyuma yangu. Nikamgeukia kukuta sasa amesimama pia sasa akitazama kwa hasira. Naye Beth akaonyesha ganja kama kuambia hey, doze kwamba watulie. Nikamwachia mkono wake taratibu na kusema kwamba sorry, nilikuwa. Beth akabaki kunitazama tu kwa makini. Bastola bado zilikuwa zimeelekezwa kwangu, ingawa Beth aliwanyoshea kuzishusha, nami nikasema kwamba sio vizuri kunywa ukiwa na ujauzito. Mtoto anaweza kuumia. Beth akamwangalia mjomba wake na mwanaume huyo akasema kwamba sasa si ungemwambia tu mpaka ufanye hivyo. Beth akasema kwamba it's okay, haina shida. Yaani walikuwa wanamtendea kama vile sijui ni mtoto wa nani eti ulinzi wote huu. I say Beth akaambia kwamba tulieni. Baba wa mwanangu ananijali sana inavyoonekana. Yaani hataki mimi na mtoto tuumie. Basi nikatazama chini kwa kujihisi vibaya. Ningeweza hata kusonya, unajua msikilizaji. Mjomba wake akakaa tena sasa akinitazama kwa makini. Na mabaunsa wakarudisha silaha zao mahali pake. Mimi nikajiketisha vyema tena na kutulia. Niliweza kuhisi namna ambavyo simu yangu ilitetema sana mfukoni. Nikiwa nawaza bila shaka mama na wengine wangekuwa wananitafuta sana, lakini huu haukuwa wakati wa kushika simu hata kidogo. Beth akasema kwamba asante kunikumbusha kwamba sipaswi kunywa. Unamlinda mtoto kabla hata hajazaliwa. Utakuwa baba mzuri sana. Sitazigusa tena. Sawa na hii nafanya ni kwa ajili yako. Basi mimi niliendelea kutulia tu. Beth akasema ya kwamba lakini mimi kutokunywa isikuzuie wewe. Karibu. Akanisogezea glasi hiyo yenye kinywaji, nikatikisa kichwa kukataa na kusema kwamba asante. Akauliza, hautaki? Nikamwangalia kwa makini, nami nikasema kwamba ndio sihitaji. Beth akatabasamu kijeuri kiasi, naye akasema kwamba huyu hapo Jesse nemtaka sasa. Nikaangalia pembeni, akarudisha glasi mezani na kunisogelea tena. Naye akasema kwamba kuna kitu kingine unahitaji? Niambie nikupe. Msikilizaji alikuwa anaongea kwa njia fulani hivi ya utongozi yani. Unajua na ilinifanya nihisi kinyaa yani. Ni taswira ya Miriam tu iliyokuja akilini kila nilipomwangalia usoni mwanamke huyo. Nami nikamwambia kwamba nahitaji kwenda nyumbani. Basi Beth akaniangalia kwa namna iliyoonyesha kukwazika. Naye akasema kwamba mapema sana JC, nilitaka tucheze kidogo. Nilihisi hasira. Nijitahidi sana kujikaza tu na kusema kwamba inabidi tu niende Jumamosi ni kesho tu, si unajua naenda kuweka vitu vingi sawa kabla tuja Basi Beth akaniuliza kwamba unataka nikusaidie? Nikamwambia kwamba hapana, I'll handle this. Nikamwambia hivyo kiuhakika, akatikisa kichwa kuonesha kwamba uelewa. Naye akageuka nyuma kiasi na kusema kwamba Rogers. Mmoja wa wale mabouncer akasogea upande wetu. Beth akaniangalia kusema kwamba utamsindikiza mgeni wangu hadi kwake? Yes. Jamaa akajibu yes madam. Basi mimi nikaendelea kumwangalia Beth kwa makini tu. Akiwa karibu na uso wangu akaniambia kwamba utatoa hiyo line ukiingia home. Ikifika Jimo weka tena. Saa 4. Saa ngapi? Saa 4. Asubuhi. Umesikia? Yeah, asubuhi. Wow. That's my boy. Beth alisema hivyo, huku sasa akinishika shavuni taratibu, alafu akaufuata mdomo wangu na kunichumu. Mimi nitulia tu nikimwangalia tu alipolazimisha kufanya hivyo, nikiwa hapo nimekunja ngumi kujizuia zaidi nisitende kwa ujeuri wote. Naye akaachia midomo yangu na kunilamba shingoni kwa namna iliyonitia hisia mbovu sana. Sasa nijitoa vibaya sana kuwa, unajua mimi nijitoa vibaya sana ni kuwa chombo cha starehe kwa mwanamke huyu. Yaani unajua ni jinsi sifai kabisa. Nikamsikia mjomba wake akisema kwamba asa Beth akiwa sasa ameacha kunilamba sasa. Akamnyoshia mjomba wake kidole cha kati na mwanaume huyo akacheka kidogo, na hapa ndo hasira zangu zilikuwa zinataka kutoka vibaya sana.
Sijui tu hata nilipataje nguvu ya kuendelea kujizuia. Betha akanifutafuta hapo, yani akanifutafuta hapo mdomo kwa kidole chake. Kisha akanisukuma, yani shingo yangu kwa nguvu, yani kiasi gani kama kusema kwamba nenda. Alafu sasa akarudi kukaa alivyokuwa amekaa mwanzoni, kana kwamba yani alimaliza kutumia yani mimi choo chake na kwa sasa hakuhitaji zaidi tena. Alinichukiza yani. Hakuniangalia tena, nami nikanyanyuka na kumtazama mjomba wake kwa ufupi, ambaye sasa alikuwa amekaa kwa kujiachia tu, huku lile lidada likiwa sasa limepiga magoti chini katikati ya miguu yake. Hapo sasa yani ni nani yake tu hapo waziwazi tu yani. Likiendeleza na mishemishe yake hapo ya kumsawazisha huyo mjomba. Sijui mambo waliyatoa wapi. Aliniangalia kwa njia yenye jeuri, huku sasa akimshika kichwa mwanamke huyo na kuendelea kunywa pombe pia. Nami nikavuka hapo na kuanza kuondoka kutoka humo, nikiwa sasa nimepondeka sana ndani kwa ndani. Tulitoka ndani ya jengo hilo na moja kwa moja sasa kwenda kwenye gari na yule jamaa ambaye sasa alileta hapo na mwenzake. Mimi nikakaa siti ya nyuma na kushika tamani kama mtu ambaye aliyepoteza matumaini kabisa. Nilishindwa kujua nifanye nini. Lazima kungekuwa na mengi yaliyohusika hapo zaidi tu ya kuondoka na madam kwenda nchi za nje kuishi naye. Yaani kivipi? Yaani tungeishije yani? Kama wapenzi au mume na mke? Betha alikuwa na matatizo gani? Yaani unajua nilikaa tu hapo nyuma kiganja karibu na mdomo kwa safari yote kutokea huko nikiwa nawaza sana. Yaani ilionekana ni kama juzi tu nilitoka nyumbani kuelekea Mbagala, nikaribikiwa na daladala njiani, na aliyo sasa kufanya nikutane na Miriam barabarani, ambaye siku hiyo tena nikakutana naye kule kwake. Yote aliyotokea mpaka nikakutana na huyu Betha, Joy, wakina Joshua, kile Protumani access wale nini, kina binti Mariam, Bobo, Adelina, mwanangu Eve. Yaani unajua kwenda na kurudi yani mpaka kufika hapa nilipokuwa, ilionekana kama yani nimewekwa kapuni kwa mtu fulani hivi alenifanyia mchezo wa rusha. Kile nilipoangalia kama kungekuwa na njia mbadala ya kujiokoa kutokana na haya, I say sikuona. Lakini najua nisingetaka fikra zingine zozote za mapinduzi kumwelekea Betha ziniingie, kwa sababu uharibifu ambao angeufanya kwa jambo hilo ungekuwa ni mbaya zaidi. Kwa hiyo nilitakiwa tu kuwa yani kujikubalisha tu kwa haya yote na kusonga naye mpaka huko mbele nisikokujua hata kidogo. So mama alikuwa amenitafuta sana. Na kwa kuwa sasa muda ulienda, nikaamua kumtumia ujumbe kumwambia kesho ndo ningekwenda nyumbani kwa sababu kuna vitu vilinitinga kwa leo. Watu wengine pia walinitafuta lakini sikuwajibu. Gari ikanifikisha kwangu, nami nikashuka na kwenda mpaka chumbani. Sikuwa hata na hamu na kingine yani. Yani harufu ya mipombe iliyonimwagikia ilizishika nguo zangu. Afu sasa mimi nikaziondoa na kwenda kujimwagia kwanza, ndio nikarejea kitandani kujilaza. Nijilaza hapo nikiwa sana tafakari hiki na kile. Nilikuwa nimepewa siku moja tu kufanya mambo mengi yaliyohusiana na maisha yangu huku sasa kabla sijayaacha. Na ilikuwa ni kama yani nimeambiwa niyafute yote ili kwenda kuanza mengine huko alikotaka huyo mwanamke. Unajua ilikuwa ni jambo gumu sana kumeza Simu yangu iliendelea kusumbua na nilipoangalia mtafutaji nikaona ni Stella. Haikuwa hata karibu na fikra zangu kumwaza mwanamke huyo. Lakini tena nilipomfikiria yeye na Eve, I say roho ilianza kunichoma sana tu. Yaani ningemwacha mwanangu ambaye ndo nilikuwa nimeanza tu kujitahidi kujenga uhusiano wenye nguvu pamoja naye. Kila nilipomtafakari nijiona ni kuwa shetani kwa kuamua kumkimbia kwa mara nyingine. Tena badala ya kuwa ndani ya maisha yake kumpa malezi aliyostahili kutoka kwa baba. Iliniuma sana msikilizaji. Betha alikuwa ananing'ang'ania. Yaani kwanza ni kama alikuwa ameninyang'anya nafasi yoyote hata kidogo yani. Iliyokuwa imebakia ya kuwa mtu bora. Afu mimi sikuweza kupambana hilo. Ikiwa haya ndo malipo ya mabaya ambayo niliwahi kuyafanya, basi niliyastahili. Labda Betha ndio alikuwa fundisho kwangu. Kwa hiyo badala ya kukaa kuhuzunika tu, ningehitaji kufanya mambo fulani ili nikiondoka huko ambao ningeacha yangebaki kwa namna ningeweza kuita yani ni njema. Nihitaji ni kujifanyia amani na mambo hayo yani hata kwa kiasi kidogo tu yani. Na mimi sikuweza kupata usingizi wa kutosha. Yani ni kama nililala masaa 3 tu kutokea mida ya saa 9 hivi. Na sasa ikawa imefika saa 12 alfajiri ya Ijumaa. Niko macho. Nikiwa nakumbuka vyema mtihani niliokuwa nao, kurudi kulazimisha usingizi tena halikuwa jambo la kuchagua kufanya. Hivyo nikanyanyuka na kwenda kupiga usafi wa mwili haraka. Niliposhika simu yangu nikakuta ujumbe kutoka kwa mama akiwa sasa amejibu, yani alikuwa amejibu wa kwangu wa jana. Na alisema kwamba nisiache kutimiza ahadi yangu ya kwenda kwa kuwa sasa hivi mzee pia alitaka niende ili tuongee vyema. Sasa hii ilikuwa ni kweli kwa sababu nilikutana na simu pia yani missed call kutoka kwa mzee Manyanza.
Kwa hiyo mimi nikamjibu mama kumwambia kwamba nisingekwenda kinyume na ahadi yangu. So baada ya hayo sasa ndio nikatoka kwenda kushughulika na mambo niliyotaka kuhakikisha yako sawa zaidi kabla sijakutana tena Betha. Moja ikawa ni kuondoka hapo nyumbani na kwenda kushughulika na swala la kiwanja au shamba la binti Mariam. So nakumbuka nilikwenda mpaka kule kwao Mbagala baada ya kumpigia simu Tesha na kumwambia aje pia. Akiwa ameazima gari la Jasmine, naye akafika nyumbani kwao hapo akiwa sasa hajui sababu ilionifanya mimi nimuite huku kwa warakishi. Na nilikuwa nimemwambia asiseme kwa yoyote kwamba nimemuita huku. Ndio nikasa nimemueleza nia yangu sasa. Alinielewa nilipomuelezea kwamba nataka kufanya mipango kuhakikisha kiwanja kile kinakabidhiwa rasmi kwa Mariam. Na yeye Tesha akiwa ndio msimamizi aliyefuata baada ya Miriam, angenisaidia kurasimisha hilo. Tesha hakujua sababu za mimi kutaka jambo hili lifanywe sasa hivi, lakini akanikubalia na kunisaidia kuvitoa baadhi ya vyeti vya Mariam na hati za umiliki kutoka chumbani kwa Miriam, kisha kanipatia. Kwanza nilibaki nikitathmini chumba hicho cha mwanamke huyo niliyekuwa nampenda sana. Na Tesha alipoiona huzuni yangu akanishika tu begani kama kunitia moyo. Nikajikaza na kumwambia tungeweza kuondoka hatimaye. So bila kuchelewa tukaenda mpaka kwenye mahakama kutafuta taratibu zilizohitajika kukamilisha swala hilo. Tulipopewa mwongozo wa mambo yaliyotakiwa kufanywa tukayafanya, na kilichokuwa sasa kimebaki ilikuwa ni kumleta Mariam mwenyewe aweze kutia sahihi na picha yake pia kwenye hati mpya zilizotolewa kwa ajili ya uhamishaji wa mali hiyo. So ilichukua muda mrefu kiasi kwamba nikamwambia Tesha arejee tu kule nyumbani tu. Naye akaniacha nilipokuwa nahangaika na mwanasheria mkuu hapo kuweka mambo yote sawa. Stella yeye alikuwa akinitumia jumbe na hata kunipigia, nikielewa wazi kwamba alitaka tuongee kuhusu ile juzi, lakini mimi sikujibu yoyote kati ya simu na jumbe zake. Paka imefikia mida ya saa 8 hivi ndio nikaondoka huko sasa nikiwa na makaratasi hayo na nikiwa nimetoa kiasi kikubwa cha pesa ili jambo hilo lifanikishwe. Asa mimi nitaka swala la shamba la Mariam liachwe kwenye mikono salama na ya kwake mwenyewe. Nami nitaka kuhakikisha mengi zaidi yakifanyika kuhusu maendeleo yake. Nikiwa mwendoni sasa kuelekea huko nyumbani sasa, nilimtafuta mkuu wa chuo fulani hivi kule Morogoro, kwenye lile eneo ambalo shamba la Mariam lilikuwepo. Namba zake zilikuwa kwenye tovuti ya chuo. Nami nilipompata nikazungumza naye kwa kina kuhusu uhitaji wa kumwandikisha mdogo wangu kwenye chuo chake kwa wakati fulani ambao tungepanga. Akaniambia haikuwa na shida kabisa, naye akasema angemtumia msaidizi wake taarifa hii ili sasa nipangwe vyema zaidi baadaye. Nikamshukuru na kumwambia asikawie kufanya hivyo. Kwa hiyo nikagana naye na kuendelea mwendo. Sijui ikiwa na haya yote watu wa Beth waliweza kuyaona, I don't know, lakini niliyafanya nikiamini yalikuwa muhimu zaidi kwangu kwa sababu yalikuwa ni muhimu kwa Miriam pia. Mariam ingekuwa ni moja. Nilitaka kuhakikisha na waacha mama zake wakubwa katika hali nzuri pia ya utunzaji. Hivyo ningekwenda kuongeza mipango mingine zaidi kwa ajili yao. Nilitamani kama muda ungenitosha kuweza kumtafuta na mtoto wake Adelina pia. Unajua roho iliniuma kwamba mambo yalikwenda namna hii. Yaani nilihisi uhitaji wa kuwajibika kwa huyo mtoto ulikuwa ni wangu kabisa. Lakini Betha alininyima hilo, na hapo bado sijamtaja Eve. Basi nikaelekea mpaka nyumbani ikiwa sasa nakaribia kuingia saa 10 jioni. Kutokea ujuzi nilipoambiwa niondoke, kuna vitu vilikuwa vimepungua kufikia sasa, hata idadi ya watu, lakini wanafamilia wangu wote na watu wa familia yake Miriam walikuwepo. Mama wakubwa, Ankia, Mariam na Nuru walinipokea kwa shauku sana. Na Simba pia akafurahi kuniona nikiwa salama, maana alihofia nilikuwa labda nimekwenda kujiua labda. Tesha alikuwepo pia, akikausha kuhusu kukutana nami mida ile, yani hakutaka kuonesha kwamba alikutana mimi mida ile. Nikiwa makini tu, nikawapa salamu wote na kuuliza wazazi walikuwa wapi. Ndipo Jasmine akaja pamoja na Kevin kunipa salamu pia. Sikujua mume wake tayari angekuwa amefika, na ndio hapo sasa tukasemeshana kirafiki tu na wao kuniambia wazazi walikuwa chumbani. Kwa hiyo nikawaacha wote na kwenda huko ili sasa niongee na wazazi. Nikielewa bado kulikuwa na hali fulani hivi ya mtikisiko kutoka kwa watu wengine hapo ambao waliona kilichotokea juzi. Baada ya kufika chumbani huko, nikawagongea wazazi na wakaniruhusu kuingia. Asa mzee alikuwa amekaa zake tu kitandani pamoja na laptop akionekana makini tu kama kazi fulani hivi ambayo anafanya kwenye PC. Na mama akanipokea kwa kunikumbatia na kunijulia hali yangu. Nikamwamkia kwa heshima. Yeye pamoja na mzee na wakaitikia vyema. Asa mama akauliza kwamba vipi Shavu mwanangu? Najua aliuliza kiutani kuhusu kofi ambayo alinitandika juzi. Nami nikajishika na kusema kwamba bado linauma, nimekuja unichue. Basi mama akatishia kunipiga tena kimasiara, huku akisema kwamba leta nikuchubue. Sote tukacheka kidogo kuipa hali hiyo neema kiasi. Basi akasema kwamba ni vizuri umekuja, ila hiyo tabia yako kukaa huko mpaka upigiwe kengele wewe. Mimi nikamshika mama mabegani kumkatisha. Nikiwa makini zaidi nikasema kwamba nahitaji kuongea na nyie kuhusu jambo muhimu.
Mama akasema kwamba kuhusu nini? Mama aliuliza hivyo kiumakini. Sasa mzee Manyanza akaniangalia pia, nami nikamshika mama mkono kumuongoza mpaka karibu na mzee. Nikamnyoshea kablasha lenye hati za Mariam kumpatia na kumwambia kwamba ninaomba unisaidie kwa hili. Basi akalipokea na kulifungua. Mama akauliza kwamba ni nini? Ni vyeti na hati miliki za shamba la Mariam. Utanisaidia kuliweka mikononi mwake tafadhali sana, awe owner kamili. Nikamwambia hivyo. Mzee akanitazama kuuliza kwamba umetengeneza ile leo ama? Ndio, ninaomba unisaidie kuliharakisha tafadhali. Kuna mengi sana nimeshafanya, lakini na zaidi ni kuhusu vyeti vyake vya masomo, rekodi za hospitali, hali yake na maendeleo atakayomruhusu aingie shule tena, yani chuo. Nikamwambia hivyo. Basi mama akasema kwamba hilo halitakuwa na shida je, lakini si hata wakati mwingine, sasa hivi haina tatizo mama, hata baada ya msiba, ila nahitaji tu kuliacha hili kwenye mikono salama. Basi mimi nikamwambia na mzee akanitazama kiumakini na kuuliza kwamba ya kwako sio salama ama? Nikaangalia chini na kutikisa kichwa kubali. Mama akanishika begani kusema kwamba Jaden, mama, tumepitia mengi mama, hasa ya mama. Nahitaji mjue kwamba nawapenda sana. Nyie wote yani. Nuru, hata Jasmine na ujuri wake nawapenda sana. Ninataka kufanya kila kinachowezekana ili tuishi kwa amani. Msikilizaji, nikaongea kwa hisia. Wazazi wakaangaliana kwa ufupi. Na mzee Manyanza akafunika laptop yake na kusema kwamba mbona sikuelewi bwana? Kwa nini unaongea hivyo? Jaden, kuna kitu chochote kisicho, kuna jambo unataka kulifanya eti? Mama akuuliza kwa uthabiti. Mama, unataka kufanya nini? Sio hivyo mama, umenielewa vibaya. Siwezi kufanya chochote kibaya. Basi wote wakawa wananiangalia kimkazo bado. Chukulieni ndio njia yangu ya kuomba samahani kwa yaliyotokea juzi. Yani hivyo tu, sikutenda vizuri. Naomba mnisamehe kwa hilo na mengine mengi ambayo nimewahi kufanya kuwakwaza. Wewe hebu acha mambo yako basi wewe. Unajua unanitia wasiwasi Jaden. Mama, samahani ni hivyo tu lakini. Mzee akatazama pembeni kiufikirio, kisha akasema kwamba usio na hofu kuhusu swala la Mariam. Yeye, familia yake yote sasa hivi ni familia yetu, kwa hiyo tutawaangalia kwa kila kitu. Basi mzee baada ya kusema hivyo hakuelewa namna gani maneno yake yalinigusa sana. Nami nikatabasamu kiasi na kutikisa kichwa kuonesha shukrani. Mama akasema kwamba ndio uliokuwa unashughulikia tokea jana? Nikatikisa kichwa kubali. Mzee akaniuliza kwamba okay, vipi hivyo anaendeleaje? Atakuwa yuko poa zaidi. Nilimwacha anajitahidi kuchangamka. Bado tu ndio anayekimbilia nafuu. Lakini unamkumbuka Latifa kweli? Mama akaniuliza hivyo. Nikamwangalia kutikisa kichwa kubali. Basi bana, jana alinipigia simu kukuulizia. Alisema akikutafuta hakupati wakati mlipeana namba. Mimi nimeanza kuhisi kama vile umemblock mwenzio, si ndio? Mama akauliza hivyo. Nikatabasamu kiasi na kuangalia chini. Mzee akatabasamu pia, naye mama akasema kwamba nilijua tu. Yule mdada unajua tokea zamani alikuwa anamtaka sana Jaden. Lakini huyu akawa na... Nikakatisha maneno ya mama kwa kumkumbatia hapo hapo kwa nguvu kiasi. Inaonekana alishtushwa kidogo na jambo hilo, lakini akairudisha pia kumbato langu huku sasa akisema nimeanza mideko yangu sasa. Eti kwa mtoto wa mwisho kwake kuwa sababu Nuru ndiye aliyepaswa kudeka. Nikiwa bado sasa nimemshikilia kwa upendo nikamwambia kwamba nakupenda sana mama. Mzee nikasema kwamba litoto la mama tu. Nikamsikia mzee anasema hivyo. Mama akacheka kidogo akasema kwamba mnajua ila sasa ndo usije kutenda tena kama juzi. Haipendezi mwanangu. Basi mimi nikamwachia hatimaye na nikasema kwamba usijali mama, haitotokea tena. Haya, yule mwanaume nasikia alimchumbiaga Miriam. Ndio mlikuwa na kama bifu au? Mama aliuliza hivyo. Nikasema kiasi tu lakini sio shida kubwa. Mama, ngoja sasa nikamuone Ankia, nataka niongee naye kidogo. Nimwambia hivyo, mama akasema kwamba sawa na sisi tunakuja. Basi nikatikisa kichwa kuonesha uelewa. Na ile nataka kumpita tu mzee akanishika mkono kwanza. Nikamtazama, mzee akasema kwamba Jaden, uko sawa kweli? Mzee akaniuliza hivyo. Mama akaniangalia kwa hisia za kujali pia. Nikamtikisia kichwa kumuoneshia ndio, nilikuwa sawa. Nami nikakishika ganja chake kiuhakikisho, ndio akaniachia na kunitikisia kichwa pia kama kuniruhusu niende. Nami nikatoka chumbani humo nikiwa sasa nahisi maumivu mengi moyoni. Aisee, wasingeweza kutambua kwamba hapo ndio nilikuwa na waaga kwenda kwenye safari ya utumwa labda wa maisha yangu yote, na ilikuwa ni ili ni walinde wao pia
ilitakiwa nifanye hivyo. Kwa hiyo nikaelekea tu sebuleni kujiunga na wengine. Niliendelea kukaa hapo nyumbani mpaka usiku. Nilipata nafasi ya kutumia muda mfupi pamoja na familia yake Miriam, nikijitahidi kuongea na kila mmoja wao na kuonyeshea faraja kwa maneno yangu ya upendo. Nilimsemesha Ankia pia, nikimwambia nimemwekea kiasi fulani vicha pesa kwenye akaunti yake na kumtaka akitumie kama rambirambi tu kwa familia ya Delina, hususan binti yake, kwa kuwa mimi sikujua alipokuwa. Lakini akanifahamisha kwamba kesho ndo angekwenda huko na Chingea, hivyo haikuwa na haja ya kumwekea pesa kwa kuwa tungeweza kuondoka pamoja na kuona ndugu za marehemu. Mimi sikutaka kumchanganya Ankia au kumfanya niulize maswali, hivyo nikamwambia sawa, tungekwenda. Mnafiki mimi. Mimi ni mnafiki sana. Kwa hiyo tukala pamoja kama familia, mama na mzee wakijiunga na sisi. Nikiwa sasa nimezungumza na mmewe Jasmine na kuona watoto wao pia. Na ilipofika sasa mida ya saa 4 nikawaaga wote kwa kusema kwamba ningekwenda kupumzika kule kwangu. Simba na Tesha walitaka kuja na mimi pia, lakini nikawaambia haikuwa na haja kwa sababu nilihitaji kuwa mwenyewe kwa kitambo kifupi na ningerejea upesi asubuhi. Kwa hiyo nilijaza akili yangu jambo lingine nilohitaji kufanya huko kwangu. Kwa hiyo sikuhitaji mtu anisindikize. Baadhi yao waliona ni kama najaribu kujichimbia jambo fulani hivi ndani yangu mimi mwenyewe, hasa mzee, lakini nikajitahidi kuonyesha niko sawa kabisa. Kabla sijawaacha nikatumia sekunde chache kuangalia wote kana kwamba nilijua naenda kufa labda. Ndio nikaondoka. Baada ya hapo nimefika kwangu ikiwa sasa naelekea by saa 5 hivi. Nami nilipoingia ndani nikatulia kwanza sofani kitafakari jambo nililotaka kufanya. Ilionekana kuwa na utata, lakini kwa kadri kubwa nilihisi kabisa kutaka kufanya kitu hiki. Nikajivuta hivyo hivyo na kuchukua simu. Kisha nikatuma ujumbe mfupi wenye kueleweka kwa mtu fulani hivi. Baada ya hapo nikaelekea chumbani kwenda kuoga. Kisha nikavalia nguo nyepesi tu na kurudi ukasebleni. Nikiwasha TV na kwa kutazama mechi nisiokuwa hata na uelewa wote kuihusu. Kama kwa jinsi matarajio yangu yalivyokuwa. Niliyemtumia ujumbe akaujibu kwa njia chanya. Nami nikaendelea kutulia hapo nikisubiria matokeo. Imefika hadi mida ya saa 6 hivi usiku ndo mlengwa wa ujumbe huo akawa amenipigia akiniambia kwamba alikuwa amefika hapo nje kwangu. Nikanyanyuka na kwenda mpaka getini kumfungulia. Nikafungua geti lote yani. Naye akaingiza gari ndani. Aliposhuka nikamtazama kwa njia fulani hivi makini. Yeye pia akaniangalia kwa namna yenye subra huku sasa akiufunga mlango wa gari lake. Nikamwambia kwamba karibu. Akasema kwamba asante kwa saa Jaden. Akaniuliza hivyo. Nikamsogelea karibu zaidi na kumshika usoni kwa mikono yote. Nami nikaifuata midomo yake na kuanza kumchuma taratibu. Kisha nikaiachia na kumuuliza kwamba uona isije Stella. Basi akatabasamu kiasi na kuibana midomo yake. Ndio bwana. Nilikuwa nimemuita Stella. Alikuwa hospitali na angelala huko huko leo kama sio kukaa kuangalia mahitaji ya wagonjwa mpaka kukuche. Lakini ujumbe wangu mmoja tu kumwambia niko nyumbani na kama ataweza kunifuata aje, ukamtoa huko kwa njia anayojua yeye mwenyewe. Alafu mimi sikujali kingine tena. Yaani hapa nilikuwa nimemleta mwanamke huyu ili nimpe alichokuwa nataka kutoka kwangu. Kwa mara ya pili na ya mwisho, ndio ningemwaga kiaina. Bila kusubiria anijibu, nikamshika mkono na kwenda naye hadi ndani. Alikuwa amevaa t-shirt laini tu ya kijivu na suruali jeans yenye kubana, simple tu nyepesi miguuni na nywele nyekundu zenye mawimbi alizoziachia kichwani. Nasi tukaingia hapo na kwenda mpaka chumbani moja kwa moja. Yaani sikutaka kuwe na hoja yoyote ya kuzungumzia ambayo ingeweza kunirudisha nyuma kutoka kwenye kufanya jambo hili. Kwa kuwa tulipofika tu karibu na kitanda, nikamshika usoni na hapo hapo kuanza kumpiga chumu. Hali hii ilinisisimua mno. Yaani sana. Kumshika Stella hivi namna hii. Na yeye kujiachia tu kwangu bila hata dukuduku lolote. Aisee, kuliniachia stimbala. Basi baada ya kuwa eneo hilo kilifanyika kitu ambacho kilitupatia furaha sana msikilizaji. Nikisema hivyo nadhani utakuwa umeelewa. Baada ya shughuli yetu nzuri mimi na Stella nikajikalisha pembeni huku sasa nikipumua kwa uchovu na joto likiwa juu sana. Na hisia zilizokuja hazikuwa za kuridhika bali kuhisi tu kama nimetua mzigo. Stella akajigeuza taratibu sana na kuniangalia kiuchovu. Na of course nilipenda namna ambavyo kwa niangalia. Lakini mwisho wa siku akanishika tu shavuni na mwisho wa siku tukawa tumepitiwa na usingizi na hatimaye siku niliyopewa ikawa imemalizika. Basi bwana, nimekuja kushtuka mwanga wa asubuhi ukiwa umesha tawala huko nje. Nami sasa nikatazama mazingira ya hapa na kutambua kwamba bado nilikuwa kitandani. Stella akiwa sasa amelala kando yangu na sote tukiwa tuko empty yani.
Nilihisi uchovu na maumivu kiasi mabegani. Nadhani yote ni kwa sababu ya kukaa muda mrefu kwa kuegamia tu mikono nilipokuwa nampatia game. Lakini nikapuuzia hilo na kujinyanyua taratibu nitazame muda kwanza. Nikajitoa kitandani na kuchukua simu. Nilipoangalia muda kukuta ni saa 2 asubuhi, nikajirudisha tu kitandani tena kujilaza. Kwa hiyo mapiga moyo wangu yalianza kudunda kwa kasi nilipofikiria mambo ambayo angefanyika leo. Ilikuwa ni ile hisia ya upweke ambao unajua ungenikumba kutokea hapa na kusonga mbele kutokana na uamuzi niliokuwa nimeuchukua. Ndio ambayo ilinipatia, yani kama nilipata wakati huu. Unajua kilini mwangu kilichokuwa kikitembea zaidi ni mwanangu Eve. Nikiwa nahisi uhitaji wa kumuona pia kabla ya kwenda kuwa mtumwa wa Betha. Lakini sijui ikiwa uwezo wa kumtazama binti yangu usoni na kuigiza kila jambo lilikuwa sawa nilikuwa nao. Yani sidhani kumuona Eve kungeweza hata kunifanya mimi nisiweze kabisa kuondoka tena. Unajua niliteseka sana moyoni msikilizaji nilipomfikiria mama, kaka na dada zangu, wapendwa wangu na mwanangu. Wangekuja kweli kuelewa siku moja kwa nini JC alitoweka kimya kimya tu. Anyway, so nikaendelea kujilaza kwa kuegamia mto hapo, macho akiwa jua kutafakari, yani kwa kuendelea kutafakari mambo mengi. Na ndipo sasa mjongeo wa mwili wake Stella ukanifanya nimtazame. Alikuwa akijigeuza taratibu tu, mwili wake ukiwa ni mweupe. Basi na mdoso alikuwa ana alama nyekundu za hapa na pale. Sasa naye akanigeuzia uso wake. Kisha akajinyanyua kiasi na kunigeukia. Nilikuwa nikimtazama kwa makini tu, naye akajivuta kunielekea na kuja kunilalia kifuani kwangu. Sasa akauliza kwamba saa ngapi sasa hivi, nikamwambia saa 2. Nikamuuliza vipi auingie hospitali. Akasema nimechoka na nimeshachelewa hapa, yani ni bora tu hata ningeendelea kulala. Nikamwambia samahani, ningejua ningekuamsha tu mapema. Akasema usijali wala hamna shida. Basi alisema hivyo, nikamwambia kwamba ni muhimu uende lakini isije kawa tatizo. Mimi mwenyewe hapa nataka kuondoka. Basi nimwambie hivyo. Stella akanyanyua uso wake na kunitazama kwa karibu. Mimi nikiwa sasa nimeangalia mbele tu, naye akasema kwamba so it's like that. Nikamwambia unamaanisha nini? Nikauliza ni bila hata kumwangalia. Stella akasema kwamba ni umeniita, umenikula, umeshiba, sasa hivi yani unanifukuza tu, si ndio? Nikamwambia sio hivyo. Ila kazi yako ni muhimu sana Stella. Nilikuwa tu nakwambia uende ile. Kwani mimi sijui kwamba ni muhimu? Au unafikiri kwamba yani unajua taratibu zetu huko zaidi yangu? Basi akaniuliza hivyo. Nikamtazama hatimaye kwa mkazo kiasi. Akasema kwamba wewe sema tu kama utaki nikae hapa. Na najua tu uliniita tu ili kuondoa stress tu. Sio kwamba eti this means anything to you. Stella, kwani jana nilikuwa hapa peke yangu? Au wewe hukula? Ukushiba? Au nilikuwa nakula mwenyewe? Nimuuliza hivyo. Sijui tu kwa nini msikilizaji, lakini midomo ya Stella ikakunjamana kwa namna yenye kuonyesha alitaka kutabasamu. Nikamuuliza kwamba nini? Nikamuuliza nikiwa makini. Stella akacheka kidogo na kutikisa kichwa chake tu na akasema kwamba ukioga serious napenda. Nikaelewa alichukulia jambo hilo kuwa kama utani. Hivyo nikajitahidi kuacha kukaza sana na kumwambia kwamba maneno yako hayo bwana, yani wewe unachukulia vitu kwa njia mbaya. Stella akasema basi nisamee. Akaniambia hivyo na kunishika kidevu. Nikatazama mbele. Akasema kwamba last night Jaden, nilikuwa najua nimemiss sana ulichonipa last night. Akaniambia hivyo kwa sauti yenye deko. Sauti yake na namna alivyokuwa anachezea sasa ndevu zangu taratibu tu, yani ilifanya hata niamsho tena kesi. Lakini mimi sikuhisi kutaka jambo hilo lielekee mbele zaidi ya lilipokuwa limefikia. Hata hivyo mimi nilijua tu ulikuwa unanihitaji, sema tu kutaka kubali hilo mapema. Lakini Stella, nilimkatisha hivyo naye akawa ameitika kwa sauti ya chini. Sasa mimi nikajiketisha na kumfanya yeye pia ajinyanyue na kukaa sote. Tukiangalia nani kwa ukaribu, nami nikamwambia kwamba nahitaji kuomba msamaha. Stella akabaki kunitazama tu. Kwa kila kitu kilichotokea, nisamehe kwa matendo mengi ambayo nilifanya ambayo si mazuri. Nilikulaumu bila sababu ya msingi kwa kilichotokea baina yetu mpaka nikaachana na Aisha. Yale hayakuwa makosa yako, na pia nilitanguliza hisia zangu mwenyewe badala ya kumfikiria mtoto wetu. Nikakosa kuwepo kwenye miezi yake ya mwanzo mpaka alipofikia sasa. Umemtunza vizuri na najua utaendelea kumtunza vizuri zaidi hata kama nisipokuwepo kando yenu, kwa sababu nimejua na kuona namna ambavyo nampenda. Nilimwambia hayo kwa hisia sana msikilizaji, machozi yakianza kunijaa machoni. Naye sasa akawa akiniangalia kwa makini. Stella, nathamini sana kwamba ulinitafuta, tumeweka yote aliyopita pembeni na sasa tunaangalia future za yani Stella, naomba unisamehe.
kwa maneno yote. Kila Jaden, kwani unaongea hivyo? Basi akanikatisha, nikabaki tu nikimtazama kwa hisia. Umeshasema tumeweka pembeni. Kwa nini sasa uniombe msamaha tena? Na yale yaliyotokea yakuwa makosa yako, walikuwa makosa yetu wote, lakini haijalishi, haina maana. Tuko hapa sasa, tunajitahidi kusonga, si ndio? Hayo achana nayo Jaden. Basi akaniambia hivyo kunifariji. Nikainamisha uso na kujifuta machozi. Kwa tatizo gani Jaden? Niambia kama kuna kitu basi, labda. Nikamshika usoni kwa kulikaza shavu lake kiasi. Naye akapindisha shingo yake na kunitazama kwa utulivu makini. Nami nikasema kwamba nakupenda Stella. Alibaki kuniangalia kama hajanielewa. Wewe pamoja na Eve nawapenda wote, sawa? Nikamwambia hivyo kwa uhakika. Stella akakishika kiganja changu sasa bado akinitazama kwa kujali. Usisahau hilo. Na nakuomba usiache kumkumbusha Eve kuhusu hilo pia. Jaden. Stella akaniita sasa akinitazama kimaswali. Nikabaki kumtazama tu kwa hisia na huzuni. What's wrong? Mbona nitia wasiwasi? Yaani kwa nini unasema hivi? Nikamkatisha kwa kuifuata midomo yake na kuanza kumchumu. Stella alipokea sasa bado akionekana kutatizwa na niliokuwa nimemwambia, lakini nilitaka asahau upesi ili asije kulazimisha nifunguke hata zaidi. Kwa hiyo nikaendelea tu kumchumu. Na alipotaka kunisemisha zaidi, mimi nikaendelea mbali zaidi. Kwa hiyo msikilizaji, mimi nifanya hivi huku sasa nikiwa nimebeba huzuni nzito sana moyoni. Sasa na Stella kwa kupenda raha hii akajiachia zaidi kwangu na kuniruhusu sasa nimpe kila ambacho kilimpa furaha. Dakika kadhaa kupita nasi tukaendelea kufurahi, Stella akinisemesha kunitia hamasa nimpe vyote alivyovitaka kwa kuwa alimpenda mpaka basi na hakutaka hisia hizo ikome. Lakini mimi nilijua huu ndio ungekuwa mwisho wa kumuonesha mapenzi haya yaliyokuwa kwa heri nzito sana ambayo najua ingemwacha akihuzunika hata zaidi. Na mimi sikuwa na namna nyingine, sikuwa nayo. Sasa tukakata kama nusu saa hivi hapa kitandani, kisha tukaelekea pamoja bafuni na kuogeshana. Nikijitahidi sana kumuoneshea sasa kwamba nilifurahia sana na aliburudika. Ikawa ni yeye sasa kuvaa nguo zake tu na kutakiwa kwenda huko hospitali. Asingekuwa na muda wa kupita kwake na akasema tungeonana baadaye bila shaka ili kuendelea kujenga mambo mazuri zaidi baina yetu. Amondoka hapo kwangu ikiwa sasa naingia saa 4. Sijui hata alikuwa ametumia kisingizio gani huko hospitali kwa kuwa nje ratiba kwa masaa kadhaa, lakini alionyesha hilo kutokuwa na shida. Alikuwa na mawazo mengi juu ya muungano wetu mpya kwa mara nyingine tena, ili sasa mahusiano yetu yaijenge familia kwa njia bora zaidi. Bila kujua kwamba hapo ndio nilikuwa ninavunja kabisa matumaini yake yote. Nilikuwa na mwaga. Haikunifurahisha kufanya hivyo of course, lakini mimi nijisikia afadhali tu kuwa angalau nilimwachia Stella pia kumbukumbu nzuri akiwa pamoja na mimi, ingawa kwa kiasi chake ingekuja kumtia huzuni. Ni baada tu ya saa 4 juu ya kidoti ndio Jesse nikaiweka ile line kwenye simu yangu. Tayari nilikuwa nimeshatafutwa na mama pamoja na wengine kwa asubuhi hii, lakini mimi sikujibu yoyote kati ya jumbe zao wala simu zao. Nikiwa sasa nimeziondoa kabisa line zangu zote ili umakini wangu wote uwe ni kwa nani? Kwa Betha. Kwa upande huo wa wapendo wangu ndio sasa nilikuwa nimemaliza. Na kama nilivyotarajia ni ujumbe ndio ungeingia kwenye line hii alionipatia Betha nao kaja. Ilikuwa ni ujumbe mfupi tu wa maagizo machache. Moja, nilitakiwa kwenda kwenye lile eneo ambako nilijikuta nimeamkia baada ya mauaji ya Miriam. Kwenye ile nyumba ya wageni. Nadhani nifike huko bila kupita saa 6 mchana. Hilo jambo la kwanza. La pili, nilitakiwa kuandika barua fupi nikieleza kwamba nimeondoka. Na sikutaka mtu yoyote anitafute kwa sababu ndio uliokuwa, ni kama ndio uliokuwa uamuzi wangu. Yaani Betha ni kwamba alitaka niache ujumbe ambao ungewafanya wapendwa wangu wadhani nilijiondokea tu mwenyewe. Na hilo lilionyesha kwamba hakutaka ionekane kama nimepotea, kusije kukatokea tena mtu yote kutia jitihada za kunitafuta. So alitaka niandike kisha nipige picha ili waone niliyoyaandika bila shaka. Niache mezani, alafu nikiwa najiandaa kwenda huko alipotaka, nivunje laini hii, kisha na simu nipasue na kuwapelekea huko. Saa 6 kama ilivyokuwa kawaida, ujumbe ukajifuta. Sasa sijui alitaka nivunje laini ili iweje. Kwa vyote vile mimi nilihitaji kufanya walivyoyaagiza. Sasa nami nilikuwa sasa nimeshajiandaa kwa kuvaa kinadhifu tu, na nikachukua kalamu na karatasi kisha nikaandika barua fupi. Nilitatizika sana kujua nilichotakiwa kuandika. Unajua ilikuwa ni kama naenda kujinyonga hivi yani. Nikaandika tu maneno machache nikiwataja mama, mzee,
Nuru, Eve, Stella, Simba, Tesha, Mariam, Ankia, Bizadi na Bijamila pamoja na Jasmine, nikiwaambia nawapenda sana na wanisamehe kwa yote yaliyotokea, na kama Mungu angependa basi ipo siku tungeonana tena. Kwa nikawacha ujumbe huo mezani, nikafanya kila kitu kama Beth alivyoagiza, kisha nikaingia kwenye gari ili niondoke. Kwa sekunde chache nilibaki kutulia kwanza hapo, nikiwa narudiwa na kumbukumbu zake Miriam wangu. Ni filamu ya maisha mabovu sana namna ambavyo ya kwangu alikuwa amefikia hapa. Na Miriam kutokuwepo tena pamoja na mimi, aisee, iliongezea kichomi kingi. Aisee. Unajua, kwanza nifumba macho tu na kuzikaza hisia zangu, nami nikawasha gari na kuondoka hapo, hatimaye kwenda kuwa mbwa wa Betha. Je, huko sasa kwenye haya maisha mapya ya kwake Betha pamoja na JC itakuwaje? Itakuwaje msikilizaji? Utakaporejea hapa basi tutakuja kufahamu hiyo safari yao na maisha yao kwa ujumla huko katika ulimwengu mwingine. Hatujui ni wapi na hatujui atakavyoishi na Betha, hatujui. Lakini muda wote huo ulikuwa na Lucas Lumbasi, mtayarishaji ni Elton Tony. God with you till we meet again. Bye bye.